Jina langu mimi naitwa Roda. Mimi ni single mother. Mwanaume ambaye nimezaa naye hatukufunga ndoa. Alikuwa ni bodaboda, ila alipata ajali akafariki, mimi nikabaki na wanangu wawili. Kabla ya kifo cha mzazi mwenzangu, tulikuwa tumepanga chumba kimoja cha block pamoja na wanangu. Na wanangu ni mapacha wa nje. Baada ya baba watoto kufariki, nilishindwa kulipa kodi, kwani ilikuwa ni shilingi 30 kwa mwezi. Ilibidi nirudi kwetu, kwani kwao mzazi mwenzangu sikuwahi kupelekwa. Nilikuja kwenda siku msiba ulivyotokea na hawakunipokea vizuri. Nilikaa kijijini na wanangu. Maisha yalikuwa ni magumu sana, kulala njaa haikuwa kitu cha ajabu kwangu. Baadhi ya ndugu, akiwemo mdogo wangu aliyekuwa ameolewa na mwalimu pale kijijini, walikuwa kinisimanga. Nilikata tamaa ya maisha kabisa, hasa nikiwaona wanangu hata nguo za maana hawana. Mama yangu alishafariki, kwa hiyo nyumbani alikuwa ni baba, naye ni mlevi sana. Nilivumilia maisha ya kijijini, baadaye nikashindwa kabisa. Ilimbidi nirudi mjini kwa dada mmoja hivi ambaye alikuwa muuza vitumbua, na tulikuwa tukipendana sana tangu enzi za uhai wa baba wanangu. Nauli nilipata baada ya kuuza kitenge changu cha waksi nilichofunikwa na huyo dada siku ya msiba. Nilipofika mjini, yule dada alinihurumia sana vile wanangu walivyokuwa wamekonda, na mimi pia. Aliniambia, Roda rafiki yangu, sina kitu, lakini kwa hali ya hawa watoto bora uishi hapa, tutakunywa hata uji. Nikasema sawa. Nyumba aliyokuwa akiishi huyo dada ni ya urithi, na alikuwa akiishi na wapangaji watatu. Nilimfahamu kupitia baba wa wanangu, kwani alikuwa akimchukua kama mteja kwenye bodaboda ambayo ndo ilisababisha kifo chake. Hiyo bodaboda ilikuwa ni ya tajiri, kwa hiyo alipofariki ndo basi tena. Tuliishi pale kwa yule dada, nikaanza kuchoma mahindi. Nikipata chochote nanunua unga na vitu vidogo vidogo, maisha yanaenda. Japo mimi na wanangu tulikuwa tukilala chini kwenye mkeka. Vile vitu vichache alivyoviacha marehemu nilikuwa nimeuza wakati nilivyoamua kurudi kijijini. So nilimpigia simu mdogo wangu ambaye ni mke wa mwalimu, nikamwambia kwamba naomba uniazime shilingi 30, kuna kabiashara nimepata. Alisema hana. Basi nikasema, Gradi mdogo wangu, niazimia hata kwa shemeji. Aliniambia kwamba mume wangu ana mambo mengi, sitaki kumchosha kwa mambo ya mtu. Kwanza hao watoto hawana kwao. Niliumia sana. Nikamwambia basi Aisha mdogo wangu. Hiyo pesa nilikuwa nataka nianze kuuza vinguo vya mtumba. Yule dada aliyenipokea aliniambia kuna mama anataka mtu wa kufanya kazi za nyumbani, ila asilale kwake, naona itakufaa. Nilimuuliza mshahara shingapi, alisema ni shilingi 60,000 kwa mwezi. Nilimwambia kwa kuwa sasa nitakuwa nashinda huko na kila mwezi na uhakika wa kupata hiyo pesa, ngoje tu nikafanye. Nilikuwa naenda na mwanangu mdogo, yule mkubwa nilikuwa namwachia rafiki yangu. Yule mama alikuwa anakaa gorofa, alinipa utaratibu wote, nikaanza kazi. Pale palikuwa na kazi nyingi, ila kwa kuwa nilikuwa nakula vizuri na wanangu nilivumilia. Siku nyingine alikuwa akiniambia niondoke na chakula cha jioni, kwani nilikuwa napika kabisa ndo naondoka. Yule mama alikuwa anafanya kazi bank, na sikuwahi kumfahamu mume wake, kwani pale alikuwa akiishi na kijana, watoto wake wote walikuwa boarding. Kuna siku nilimuaga, akaniambia kuanzia kesho utakuwa unalala hapa, kwani kuna mabadiliko kidogo. Nilimwambia sawa. Basi nilienda kuongea na rafiki yangu, akaniambia haina shida, yeye atabaki na mwanangu. Yaani kuna marafiki wengine ni bora kuliko hata ndugu jamani. So ilinibidi nianze kulala pale. Zilipita siku 3 hivi, yule mama akaniambia kwamba kesho kuna mgeni, kwa hiyo inabidi uwahi kuamka weke mazingira safi. Nimwambia sawa, ina shida. Nilienda kulala. Mwanangu alistuka kwenye saa 5:30 hivi, akaomba mama. Ilibidi niende sebeni kutafuta maji ya kunywa. Jamani, nilimkuta yule mama anakula denda na shamba boy. Nilirudi chumbani mbio, nikawa siamini nilichokiona. Na yeye hakunifuata, ila kesho yake aliniambia, Roda, fuata kilichokuleta. Mambo mengine hapa yakuhusu. Nilimwambia sana mama.
Kufika saa 10 jioni kuna gari ilikuja pale. Alikuwa ni mkaka fulani hivi akiwa na Maza House. Mama alimpokea kwa furaha sana, akamkaribisha. Yule kaka alipelekwa chumbani moja kwa moja. Nikafikiria mbona sielewi hapa. Lakini nilishaambiwa mambo ya hapa yanihusu. Ngoja nitulize kwa mwanangu. Nikiwa jikoni mama aliniita. Akaambia Roda, njoo mara moja. Nilienda, akanitambulisha kwamba huyu ni mume wangu, ndo baba mwenye familia hii. Bwana mdogo hivyo. Makubwa. Nilimwambia sawa mama, nashukuru kumfahamu. Basi kesho yake mama alianza masharti kwamba sitaki uingie chumbani kwangu, usafi nitafanya mwenyewe. Sitaki umtege mume wangu, chakula ukivisha mimi nitamwandalia mwenyewe. Mimi nilimwambia sawa mama, haina shida. Fadhausi mwenyewe sasa mcheshi na nguo zake za kishua, yani mimi na komo langu ni kufyata mkia tu, kwani nilishaambiwa niache shobo. Lakini mbona Maza alikuwa na shamba boy? Hata hivyo yanihusu. Tangu Fadhausi aje, Maza alibadilika sana. Alikuwa akinifokea pasipo sababu za msingi. Hataki nimzoee mume wake, pia hataki nimzoee shamba boy. Nikabaki na mazoea na kazi zangu tu. Niliendelea na kazi zangu. Maza akinikuta na Kitwana ambaye ni shamba boy anafoka sana. Ainiambia sitaki uwe karibu na Kitwana, kwani ukiwa naye karibu utashindwa kufanya kazi zako vizuri. Huyu Maza ashindi nyumbani. Alikadhalika Faza naye. Sasa naachaje kwa karibu na Kitwana wakati tunashindania kutwa nzima? Sasa ilinibidi niwe nacheka naye mchana, ila Maza kisharudi tu na zuga. Nilidonduliza vihela kidogo kidogo hivyo nini, namshukuru Mungu sana rafiki yangu alikuwa akinichukulia kama ndugu yake. Kwa hiyo hata nilipwa mshahara tunapanga naye, ananiambia ninunue labda unga kilo 10 nini, mafuta lita 2, mchele na vitu tu vingine. Nyingine akaniambia weka akiba mdogo wangu. Basi kuna siku nilikuwa natoka kununua mkaa. Huwa Maza ananunuaga gunia. Wakati natafuta bodaboda ili sasa nipakie, nilisikia mtu akiniita, "We binti." Niligeuka, alikuwa ni ule bosi mwenye pikipiki aliyokuwa akiendesha mume wangu. Ananiambia ujambo? Nikasema sijambo, shikamoo. Akasema marahaba. Siku hizi uko wapi bwana? Nijibu nipo tu hapa mjini baba. Akasema hebu andika namba yangu hapo ya simu nitafute. Mwambia hapa sina simu baba, nimeacha nyumbani. Akasema basi sawa, nitajia kwako nitakupigia. Basi nilimtajia tukaagana. Nilifika home nikamkuta Maza amerudi. Alikuwa anacheka tu, kitu ambacho haikuwa kawaida yake. Nilimsalimia akaniuliza kwamba ulikuwa wapi? Nilimwambia nilifuata mkaa mama. Akasema basi nenda kapike haraka, saa hizi ni 5:15. Nilimwambia sawa mama. Basi niliondoka, mara akaniita Roda, nikaitika abe. Akasema naomba uniitie Kitwana. Nilimfuata Kitwana, nikamwambia unaitwa na Maza. Alisema poa. Basi aliingia ndani, mimi nikaenda kupika. Huwa tukitaka kupika yani kwa kutumia mkaa, tunatumia jiko la nje. So niliunga mboga, ilivyokuwa tayari nikatenga sufuria la ugali. Wakati maji hapo jikoni nikaona nipeleke mboga ndani. Nilikuwa nimeweka kwenye hotpot. Niliingia ndani, jamani Maza alikuwa amemlalia Kitwana miguuni. Komwe, rudi jikoni usiniharibie kazi nini. Nijifanya kama sijawaona, nirudi jikoni, nikasubiri maji yachemke, nikasonga ugali, nilipeleka mezani nikawakaribisha. Walienda mezani, jamani bila aibu, si wakaanza kulishana. Hivi mama yupoje? Hata kama nimeambiwa nifuate kilichonipeleka, lakini na yeye amezidi sasa. Alivyoona kama namnyima uhuru, aliniambia Roda, pakua chakula chako kalie jikoni. Nichukua chakula nikawapisha. Kumbe Fadhausi alikuwa amesafiri. Ndio maana Maza alikuwa anafurahi siku hiyo. Yule baba aliyechukua namba yangu alinipigia akaniuliza kwamba unaishi wapi? Nilimwambia nipo Tabata nafanya kazi za ndani. Alisema naomba tuonane Jumapili maeneo ya Riverside. Nilimwambia sawa baba. Basi Jumapili nifanya kazi zangu fasta. Baadaye nikamuaga Maza kwamba naenda kumuona mwanangu. Nilimpeleka huyu mtoto mdogo huyo kwa shoga yangu, afu mimi nikaenda kumsikiza yule baba. Aliniuliza wanao wapo wapi? Maana nakumbuka marehemu aliacha watoto 2. Nilimwambia wapo kwa rafiki yangu. Aliniuliza umepanga chumba au unaishi kwa yule rafiki yako? Nilimwambia naishi kwa rafiki yangu, kwani uwezo wa kupanga sina baba.
Basi huyo baba akaniambia kwamba nitafute chumba ili niweze kuishi na wanangu afi atalipia kodi. Nilimwambia asante sana baba, ila sina godoro la kitanda. Alisema nitakununulia usijali. Nimshukuru sana. Niliwaza nikitafuta chumba mbali itakula kwangu. Kulikuwa kuna chumba pale pale kwa rafiki yangu, alikifanyaga kama store. Niliongea naye akaniambia ni 20,000 kwa mwezi. Nilimwambia yule baba nimepata chumba na bei yake nini, nikamtajia. Basi alinipatia kodi ya miezi 6 na hela ya kitanda na godoro. Shogangu aliniambia nimpe tu ya miezi 3. Ila atahesabu 6 ili niweze kununua vyombo vya ndani, yani jiko, sufuria, sahani na kadhalika. Nilipopata chumba nitamani niwe narudi nyumbani ili nilale na wanangu. Nilimwomba yule maza nikamwambia mwanangu ana mtu kulala naye. Basi alikubali. Na hivi sasa faza hakuepo. Sipati picha watakapokuwa najiachia na Kitwana. Nilianza kulala kwenye lile ghetto na wanangu, na yule baba aliniambia kwamba nikipata shida yote nimjulishe. Kuna siku Kitwana aliniomba nimmenyee papai. Nilimenya lile papai, nikamwekea kwenye sahani, nilimpa akala kidogo, akasema kwamba Roda, mbona wewe hujala? Leta sahani bwana nikupunguzie. Basi nilimpa kisosi, wakati ananiwekea maza si akafika. Hamna rangi, niliacha kuona. Wewe Roda, nilikwambia nini kuhusu Kitwana? Nilinyamaza tu. Akaanza, sina kuuliza. Kumbe wewe ni malaya ndio maana umezaa vitoto kama nyau. Alianza kufoka mara, unachokitafuta utakipata. Alimwambia Kitwana kwamba wewe Kitwana, nilikwambiaje? Mnalishana tu. Naona umenisahau wewe. Kitwana alimwambia kwamba wala tujalishana madam. Siku zote Kitwana huwa anamuita hivyo. Sasa maza aliniambia usipokuwa makini nitakufukuza kazi. Kwanza nilikupokea basi tu. Nyie masingo mama mna asili ya umalaya, kudakadaka tu ili mpate msaada. Alivyoongea hivyo asiro iliniuma sana. Yana alinitolea maneno makali na kashfa. Nijifanya mjinga, maana mimi si ndo mwenye shida. Acha ongea anavyotaka. Nilifanya kazi zangu, wao wakafungiana kwa chumbani. Kuna kamlango kadogo kawani huwa tunakaegesha mchana, maana nyuma kuna shamba huwa Kitwana anaenda mara kwa mara, na ndipo alipochuma papai. Nilisikia kamlango kanafunguliwa, huyo nani huyo? Niligeuka, Fadhausi. Mimi niliambiwa amesafiri huyo. Tumekutana macho kwa macho, aliniita kwa ishara. Nilimfuata, akaniuliza kwamba mama yako karudi. Nimwambia ndio. Aliniuliza yupo wapi? Nimwambia yupo ndani. Alisema na Kitwana je? Nilimwambia sijui. Basi alivua viatu akanyata kuelekea ndani. Sijui uko ndani kitatokea nini. Moyo ulikuwa unaenda mbio sana. Hivi atawakuta katika hali gani? Mbona naogopa mimi jamani? Nilipoona kimya, nilichukua vyombo nikapeleka ndani. Kumbe Kitwana alikimbia kupitia mlango wa mbele. Nilimkuta maza sebuleni amevimba uso wote, huku damu zinatoka mdomoni. Kumuuliza niliogopa, nikajifanya sijamuona. Fadhausi alitoka na buruza begi lake, akamwambia maza ya kwamba amfuate mshenzi mwenzake aje kuishi naye hapo. So mimi nilitoka nje. Sasa Faza bwana alinifuata, akaniambia kwamba kwa makini na huyu mama, ashinde hata kukuua. Hapa wanakuja wanaume kibao, wanaondoka. Alishazoea kuwa single mama huyu. Kumbe Faza bwana aliacha gari getini akazunguka. Alienda kuweka begi kwenye gari, akaondoka. Manza ananiita akaniambia, Roda, nilikwambiaje? Mambo ya humu yaache humu, hayakuhusu. Ole wako niasikie popote. Basi Kitwana hairudi baada ya siku 3 bwana. Niliwaza hivi huyu haogopi. Manza alikuwa bado anaugulia maumivu. Kuna dada nilikutana naye dukani, akaniambia, wewe mdada, unaishi kwenye kale kagorofa? Nijibu ndio. Alisema, mle kuna mambo balaa. Niliwaza mambo gani jamani? Nisije kuwa ananitega aje kurudisha kwa Manza mimi nikose kazi nini? Alisema eti nasikia mwanaume kamwacha tena. Nikajiuliza kajuaje? Ninyamaza kimya. Yule mwenye duka alisema bora huyo kaondoka salama, wengine huwa wanabambikiwa kesi. Basi nichukua sabuni nikaondoka, huku nawaza hivi naishi na mtu wa aina gani? Niliingia ndani nikamkuta Kitwana anamkanda kule ambako alikuwa amevimba. Yaani hapa kutakuwa na matukio ambayo si ya kawaida. Nyumba za watu hizi. Hapa nifanye tu mpango wa kuondoka, sio pa kawaida hata kidogo. Zilikuwa bado siku 9 nilipo mshahara wa mwezi husika.
Nikaona bora nivumilie nipewe changu ndo nifanyaje nisepe. Maza alivyoanza kwenda kazini, Kitwana aliniuliza, "Dada Roda, hivi unaishi maeneo gani?" Nilimtajia, akasema, "Leo ngoja nikwambie kitu ambacho ukijui." Basi nimsikiza kwa makini sana. Alisema, "Roda, hapa nataka kuondoka ila kuna kitu nakivizia, maana huyu mama ni hatari sana. Maana ndio kwanza alimuua mume wake, baba wa watoto wake. Na tangu mumewe afe, hapa wameingia wanaume zaidi ya 7. Anatafuta tu wale wenye pesa. Huyu aliyeondoka ni mtu mwenye kazi yake na alitaka kumuoa kabisa, lakini ndio kama hivyo." Sasa nikaona nimuulize kwa nini aliondoka. Kitwana akasema, "Hujui kwamba alitufuma?" Sasa anaongea aoni hata aibu kuniambia jamani. Alisema kwamba huyu mama siku ya kwanza kutembea naye alinilazimisha, akanisikia bastola kabisa. Nikashtuka, nikasema kumbe ana silaha. Akasema ndio, na ndio maana mimi naishi naye kwa akili sana. Sasa Roda, naomba unisaidie kitu. Akasema, "Kitu gani?" Akasema, "Naomba nionyeshe unapoishi tu mimi na maana yangu." Niliwaza, nikamwambia poa. Ilibidi nimshirikishe kwanza shoga yangu kila kitu. Aliniambia, "Wewe muonyeshe tu, lakini umwambie hapo umepewa hifadhi ya muda tu, utaondoka." Basi nimuelekeza napoishi, nikamwambia lakini ni kwa muda tu. Alisema, "Kwa kuwa nina namba zako, siku nikitaka kuja nitakupigia." Basi nivumilia tu hadi nikapewa mshahara wangu. Nilimwambia Maza kule kijijini wanawataka watoto, kwa naomba niwapeleke ili niwe huru zaidi kazini. Aliniuliza, "Utakaa kwa siku ngapi?" Nilimwambia siku 3 au 4 hivi nitarudi. Alisema, "Sawa, haina shida, mimi nipo na Kitwana." Basi niliondoka mazima. Zilipita siku 4, ya 5 akanipigia, "Roda, vipi?" Nilimwambia, "Mwanangu anaumwa mama, nimeshindwa kumwacha akiwa mgonjwa, ngoja niangalie kwanza hali yake." Alisema, "Sawa basi, akipata nafuu utaniambia na nitakuongezea na nauli." Nilimwambia sawa. Hapo nishaanza kuuza supu ya utumbo na maharage yaliyoungwa. Watu wakinunua chapati, maharage na supu kwangu, ule mtaa ulikuwa umechangamka sana. So zilifika siku 10 akanipigia tena. Nilimwambia, "Samani mama, sitaweza kurudi kwani wazazi wamenishauri nibaki huku niwalee wanangu." Alisema, "Sawa, ila ungeniambia mapema kuliko ulivyonizungusha." Basi zilipita wiki 3 tangu niondoke pale. Kitwana akanipigia simu akasema anataka kuja kwangu. Nilimwelekeza, akaja kwenye saa 10 jioni hivi. Aliniambia, "Naomba unifichie huyu mzigo." Ilikuwa ni begi lake la nguo. Nikawaza, kwani vipi? Alisema, "Roda, pale nimetoroka. Wewe niwekee tu ile begi, nitakuja kulichukua." Basi nilipokea ile begi nikaliweka ndani. Kitwana aliondoka, akaniambia kwamba tutawasiliana. Basi kesho yake Maza alipiga simu akaniuliza, "Roda, una mawasiliano na Kitwana?" Nilimwambia, "Hapana mama." Alisema, "Nyie, sio kuna mchezo mnanichezea nyie? Haiwezekani wewe uondoke na Kitwana atoroke, najua upo naye." Nilimwambia, "Mama, mimi nipo kijijini na sina mawasiliano na huyo mtu." Alisema, "Nikija kugundua unanidanganya, utanikoma kabisa." Basi mimi nilikasi na hili wala lile. Ikapita wiki moja, niliona muamala kwenye simu yangu shilingi 100,000. Nani huyo? Mara Kitwana alinipigia akaniambia kwamba, "Roda, nimekutumia pesa, naomba uondoke na hilo begi langu nienda nalo kwenu." Kulikoni? Aliniambia, "Isee, ni story ndefu na kuomba sana Roda, fanya hivyo." Mbona mtihani. Basi niliongea na shoga yangu akaniambia, "Usikute kuna madawa ya kulevya uje kujiingiza kwenye matatizo bure. Hebu tulifungue hilo begi." Basi bwana, tulifungua, kulikuwa kuna nguo zake, ila chini ya begi kulikuwa kuna bahasha. Kuna nini? Hebu tufungue bwana. Ni kitita cha pesa. Shoga yangu aliniambia, "Unaona? Atakuwa ameiba huyu. Sasa shoga yangu tufanyeje? Au tuzihesabu?" Basi nilimwambia hapana, ila kwa haraka haraka hizi pesa sio chini ya milioni 10. Nilimwambia au nitoroke nazo maana Kitwana hajui kwetu. Alisema, ila kweli na akija hapa nitajua cha kumwambia." Basi nilimpigia Kitwana nikamwambia, "Sawa, kesho nitaondoka ila sijajua kwa nini unaficha begi lako la nguo." Alisema, "Wewe nenda nalo tu Roda, mimi nitakuja huko." Akaniuliza, "Utapanda gari gani?" Nilimwambia, "Gari la Upendo." Alisema, "Poa, kesho uende tukakutana stendi." Kwa hiyo anataka kwenda na mimi.
Nilimwambia shoga yangu huyu vipi? Alisema sasa tuzitoe hizo pesa uende na begi lenye nguo tu. Nilimuuliza tuzipeleke wapi? Alisema hilo niachie mimi. Kwenye pesa msikilizaji, sina imani na mtu. Nilimwambia mimi naona nizihamishie tu kwenye begi langu. Alisema pia sio mbaya. Basi nichukua zile pesa nikaziweka kwenye shangazi kaja. Nilipoweka nguo zangu, kesho yake nilienda stendi. Nilipofika nilimkuta Kitwana, nikampa begi lake. Alisema twende wote kwenu, nitakaa huko kama miezi 3 kisha nitajua cha kufanya. Nilimuuliza kwani vipi? Alisema nitakwambia Roda, hebu subiri kwanza. Alifungua ile begi, nikaanza kutetemeka. Ila nguo nizirudishia vile vile kama zilivyokuwa. Hakushtuka kama zimepekuliwa. Tulipanda kwenye basi ila hatukukaa siti moja. Yeye alikaa ya mwisho, mimi huko mwanzo. Mara nikamuona Maza anaingia kwenye basi. Nijifunika uso kwa mtandio. Hakuniona. Nisikia tu shuka haraka. Walikuwa na vijana wawili. Kitwana alishuka. Wakamuuliza liko wapi begi lako? Alisema kwenye buti. Basi alishuka naye. Mimi huko mkojo nataka kutoka kwa hofu. Sikuthubutu kabisa kufunua uso wangu. Sasa gari lilianza kuondoka bwana. Lilitembea kama dakika 30 likasimamishwa na polisi. Polisi waliingia ndani ya basi. Wakauliza kuna abiria anaitwa Roda? Kondakta aliangalia orodha akasema yupo siti namba 9. Niliambiwa nishuke. Roda mimi nitakoma. Nani atawalea wanangu? Kama niona safari ya jela mimi. Nilishuka, wakaniuliza mzigo wangu uko wapi? Niliwaambia ni hili begi na pochi tu. Kalikuwa kabegi kadogo. Niliweka nguo za mwanangu. Ile shangazi kaja sikuitaja. Nilishuka nikaambiwa ingia kwenye gari. Na mwanangu mmoja mwingine nilimwacha kwa shoga yangu. Nilikuwa nawaza zile pesa jamani. Walinyang'anya simu yangu. Saa moja kwa moja hadi kituoni. Nilihojiwa nikawa nalia sana. Niliwaambia mimi sijui chochote kuhusu Kitwana. Mazausi wakasema kwamba Mazausi alisema nyie si mlikuwa basi moja Hapo sasa Kitwana alishapigwa balaa. Anaulizwa pesa ziko wapi. Nilisema Kitwana alikuwa mpenzi wangu na alikuwa anakwenda kujitambulisha kwetu, ila kuhusu pesa sijui jamani. Basi walienda kupekua mle ghetto hola. Waliniuliza una mume? Nilia kwa uchungu nikamwambia mimi ni single mama, ila Kitwana ndo alitaka kunioa. Basi niliwaomba nimpigie mtu wangu wa karibu. Nilimpigia yule baba aliyenilipia kodi. Hapo nishalia kwa uchungu. Wakadhani nimeonewa, kumbe nalilia zile pesa. Yule baba aliniwekea dhamana, wala hata sikulala ndani. Nilimpigia mdogo wangu Gradi, yule mke wa mwalimu. Nilimwambia naomba uende ofisi za Upendo, kuna mzigo wangu, ni nguo zipo kwenye shangazi kaja. Juu nimefunga na kitambaa chekundu. Basi nichukue ile ticket. Nikapiga simu, nikawaambia nilichanganyikiwa kukamatwa na polisi, so nikasahau mzigo wangu kwenye buti. Waliniuliza ilikuwaje? Niliwaambia ni mchumba wangu tu alifanya uhalifu hivyo na isaidia polisi tu. Basi Gladi alifuata ule mzigo. Kwa bahati nzuri aliupata. Na mfuko sasa lilivyochakaa, hakuna aliyejua kama ndani kuna pesa. Kwa nyodo zake alinipigia akaniuliza kwamba dada utafuta lini mfuko wako? Ndani mwangu sipendi makorokoro mimi. Nilimwambia kwamba niwekee hata store mdogo wangu. Kuna pesa nasubiri nitakuja kuchukua siku si nyingi. Hapo sikumwambia shoga yangu kama ule mzigo mdogo wangu ameuchukua, maana nilihofu ikitokea pesa zimechukuliwa hata niamini. Kwa hiyo nilimwambia niliuacha kwenye basi. Mazausi alinifuata akaniambia Roda, naomba uniambie ukweli. Kitwana aliiba pesa? Nilimwambia mimi sijui. Alisema mbona ulinidanganya kuwa upo kwenu? Nilimwambia mama, hii issue ipo polisi, acha wafuatilie wenyewe. Mimi nikikutwa na hatia nipo tayari, nikikutwa na hatia mimi nipo tayari kupokea adhabu yote ile. Maza akasema Roda, nikwambia tu kweli. Kuliko umchukue Kitwana, bora umchukue yule mume wangu.
Kwa hiyo kama mna mpango wa kuoana, acha mara moja. Vinginevyo nitakufanya kitu hautokuja kusahau kwenye maisha yako. Nilidua tu. Kitwana kampa nini huyu mama? Basi nimwambia mama, mimi na Kitwana ndo basi tena. Na hivi ametumiwa kuwa ni mwizi, ndo sitaki hata kumuona. Alisema kama ukinihakikishia hutokuwa na Kitwana tena, nipo tayari hata kufuta kesi. Nimwambia mama, nakuahidi simtaki tena, na hapa mjini sitaki tena kuishi, maana sije kunifatafata. Alisema kama unadanganya nitajua tu. Basi siku ya kuripoti polisi, yule baba alinisindikiza. Aliwahakikishia polisi kuwa mimi siwezi kuwa mwizi. Kitwana alisema ngoja mimi nivunje ukimya. Huyu madam ni mpenzi wangu, Roda alikuwa house girl wake. Sasa nivo mchumbia Roda, huyu madam amepata wivu akanibambikia kesi. Mnanitesa bure tu, mimi sijaiba. Madam, naomba tu nisamee kwa kusaliti, kuanzia leo sitakusaliti tena. Unajua polisi walibaki hoi. Kitwana na Maza ni mbali mno. Na polisi wanapopenda matusi sasa, walimuuliza Maza, wewe unasemaje? Alisema sina usemi, kama ametambua kosa lake mimi namsamehe tu. Sasa na hivi Maza ana rekodi ya kesi za kijingajinga, wala haikuwa ngumu. Kesi ilifutwa, Maza akaondoka na Kitwana wake. Walikumbatiana kabisa. Jamani, niliwaza huyu Kitwana si bure. Kama si mizizi, basi anajua kumchanganya mtu. Baada ya kesi kufutwa, Kitwana alinipigia, akaniambia Roda, basha yangu ipo wapi? Basha gani jamani? Alisema wewe kutoa basha kwenye begi langu? Nimwambia hapana Kitwana, sijaona jamani, wala begi lako mimi sikufungua. Kumbe kabla hajaleta begi kwangu, ailala nalo kwa mshikaji wake fulani hivi bwana. Alisema yule jamaa alinisachi nini? Nimuuliza Kitwana, ina maana uliiba kweli? Alisema hapana. Nimuuliza kwetu ulitaka kwenda kufanya nini? Alisema mimi nakupenda tu Roda, wewe hujui tu. Huu ni uongo sasa. Mbona hajata kunitongoza? Alisema ila aliyechukua basha yangu atairudisha mwenyewe tu. Labda ni mkwara tu bwana. Mimi siogopi wala nini. Kitwana airudi huko kwa madamu wake. Yule baba aliyeniwekea dhamana aliniambia niepuke sana watu ambao wanaweza kuniingiza kwenye matatizo. Basi niliwaza ngoja ni msanifu Maza. Nilimpigia nikamwambia, mama, maisha yamezidi kuwa magumu, naomba nirudi kazini. Alisema ili urudiane na Kitwana? Yaani angejua hata kutongozwa sijawahi, asingeumiza kichwa. Hapo nilikuwa natengeneza mazingira ambayo hata nikiondoka mjini wajue ni maisha yalinishinda. Niliwaza huyu shoga yangu kama nitakuta zile pesa zipo, nitajua cha kufanya. Nilimwambia shosti, mimi nampeleka mwanangu mmoja kijijini akasome huko upande wa babake. Alisema hawezi kwenda kuteseka. Nilimwambia tugawane majukumu, so wananiachia watoto wote, mimi ndo nilee. Shogangu alisema poa, ila huo unamfuatilia mtoto. Sasa mimi nilihofu nikiondoka haraka watanisanukia kuhusu ile issue. Ila usiku nilikuwa silali. Hivi pesa zitakuwepo kweli? Na zitakuwa shingapi? Sasa nilifikiria kwamba nikizipata nitajua tu jinsi gani ya kulipa fadhila kwa shogangu. Kabla sijasafiri, kuna siku nilikuwa nauza zangu supu kama kawaida tu. Alikuja mama mmoja hivi anaswaga balaa. Aliuza hapa, nani anaitwa Roda? Nikafikiria kuna nini tena. Kwa sauti ya upole nilisema ni mimi hapa. Alisema mimi ni mgeni wako. Nikasema mgeni wangu nani huyu jamani? Nimwambia karibu mama. Alisema asante. Basi niliinuka nikamtolea stoli, sababu ndani kwangu palikuwa rafu sana. Hata kitanda sijatandika. Nilikurupuka tu, wanangu walikuwa bado wamelala. Basi alikaa kaniuliza kwamba chumba chako ni kipi? Nilimuonyesha nini. Aliinuka akavua miwani. Aliingia ndani akatazama kwa dharau. Alisema binti, nakuomba sana uachane na mume wangu. Mume wako? Mbona sikuelewi mama? Alisema unielewi nini? Unamfahamu fulani? Kumbe ni mke wa yule baba aliyeniwekea dhamana bwana. Nilimwambia mama, mimi sina uhusiano na mmeo,
tena tunaheshimiana sana. Alisema, wewe mume wako salisha kufa wewe. Nyie masingomaza mnapenda sana kulelewa na uume za watu. Jamani, hili sasa lishakuwa tusi. Nimwambia mama hapana. Akasema ya kwamba yani nikigundua upo na mume wangu, utaama jiji mchana kweupe. Mbona kila siku kuna mapya? Kwa single mama ndo kupakiziwa ujinga kila siku. Basi aliondoka, nikabaki nimeduaa tu. Nilianza kujiandaa kwenda kwetu. Nilipanga nguo za wanangu vizuri, na hizi zilikuwa chache tu. Nyingine zilikuwa kwenye ile shangazi kaja. Nilikata tiketi kesho yake safari. Nilimwaga shoga yangu kuwa tutaonana baada ya mwezi mmoja. Alisema mbona mbali sana? Nimwambia unajua tena mambo ya kutafuta shule. Nataka mwanangu nimwache ameanza shule kabisa. Basi siku ya safari njia nzima sikula. Nilikuwa nawaza tu kuhusu zile pesa nitazikuta. Kabla sijafika mdogo wangu alinipigia akaniambia kwamba dada, hizi nguo mimi nazipeleka nyumbani. Nimwambia usipeleke, nipo njiani nakuja, nitazifuata mwenyewe. Alisema bora nisije hapa kufuga mapanda huko ndani. Nilifika nyumbani usiku. Kesho yake nikadamkia kwa mdogo wangu. Nilimkuta na deki. Ananiambia karibu dada. Nimwambia asante mdogo wangu. Nimwambia nimefuata mzigo wangu. Alisema subiri unywe chai kwanza. Basi ameweza kudeki, akaandaa chai tukanywa. Akaburuza ule mfuko akanipatia. Nilichukua nikaaga. Njiani natetemeka, hivi kuna pesa kweli? Nilifika nyumbani moja kwa moja chumbani. Ila chumba chenyewe hakikuwa na mlango. Nimesha fulani hivi tu, yani Mungu saidia. Niliweka ule mfuko kitandani, nikaanza kutoa nguo ili niangalie zile pesa. Hapo mikono yote ilikuwa inatetemeka. Kabla sijamaliza simu yangu iliita. Alikuwa ni Kitwana bwana. Anuiza Roda upo wapi? Nijibu nipo nyumbani. Alisema nipo hapa nje nifungulie. Na hivi nilimdanganya. Nilimwambia nimetoka kidogo bwana. Alisema sawa nakusubiri hapa, niko huku mjini. Basi niliona nachelewa kutoa zile nguo, nikaamua kuzimwaga kitandani. Mbona kama bahasha ipo tupu? Nilichukua kuangalia, hola. Jamani, nani katoa pesa? Nibaki nimeduaa au sijaangalia vizuri. Nilichukua tena ile bahasha. Zimo. Nini hiki? Au na mawenge? Ngoja nizihesabu bwana. Nilitoa burunguti la kwanza, la pili, kutoa la tatu, bahasha nyeupe, na zile nyingine hazipo. Ni mazingaombo au? Huyu Kitwana atakuwa mchawi huyu. Ndio maana akanipigia simu leo. Basi nilirudisha nguo kwenye mfuko, ile bahasha nikaacha kitandani. Kuja kuiangalia pesa zote zimo. Hapa nirudishe tu pesa za watu kabla hakijanikuta kitu. Nilimpigia Kitwana nikaambia kwamba mimi nilisafiri. Alisema najua sana, ila nataka tu kujua utaleta pesa zangu. Nimuuliza pesa zipi jamani? Alisema haya wewe endelea kunitunzia tu, lakini hutaweza kuzitumia. Hapa sio bure. Nimwambia poa, nikija huko nitakutafuta. Niliweka ile bahasha ndani ya mfuko, nikawaza hapa nitarudije. Nilibeba wanangu nikijua sirudi tena da. Maskini, nijifanya mjanja kumficha rafiki yangu kipenzi, mbona aibu. Hapa nijiongeze sasa. Nilimpigia shoga yangu nikaambia shosti, nina bonge moja la ubuyu. Nilimwambia leo nilienda ofisi za Upendo. Aisee, kuna mzigo wangu ulisaulika kwenye basi, wakanionyesha mizigo mingi. Nisikute mfuko wangu bwana. Shoga yangu akasema, "Wow, pesa zipo." Nilimwambia acha tu shoga yangu, duniani kuna mambo. Nilimwambia pesa zipo, kesho kutwa nitarudi huko tujue cha kufanya. Alisema poa, yani tutatuboa balaa. Basi ilibidi nirudishe Komwe da, ila mwanangu mkubwa nilimwacha kijijini kwani sikujua hatima yangu. Nilimkuta shoga yangu kapika nyama ya kuku, akaniambia tule, tushakuwa matajiri. Angejua. Nilimwambia poa shosti, tule kwanza ndo tuzihesabu. Nilitoa ile bahasha, pesa zilikuwepo. Shoga yangu alisema bila shaka kila fungu ni milioni 1. Tuhesabu hapo mafungu mangapi? Tuhesabu alikuwa 13. Ina maana ni milioni 13. Basi shosti aliniambia kwamba sasa inabidi kesho tuzipeleke benki. Nimwambia mimi sina akaunti. Alisema tutaweka tu kwenye akaunti yangu. Basi nilimwitikia tu sawa. Na mimi nilikuwa nimeshajua zile pesa sio riziki. Basi tulisikia mlango unagongwa. Shosti akainua godoro fasta akazificha.
Alienda kufungua mlango. Kitwana. Karibu. Alisema mimi sikai, nimefuata mzigo wangu. Shosta alimuuliza mzigo gani? Alijibu Roda anajua. Basi nimuuliza mimi najua. Alisema ndio. Nikamwambia mimi sijui kitu. Alisema poa, mimi naondoka, utanipigia mwenyewe. Basi aliondoka, tukabaki tumekodoa macho. Sasa huyu shoga yangu akaniuliza kwamba huyu mtu vipi? Nikasema mimi hata sielewi. Akasema hebu tuweke pesa vizuri bwana, kesho ziende benki kwa raha zetu. Basi alinunua godoro, akatoa ile bahasha. Hola, hamna kitu. Alishangaa sana. Ila mimi kwa kuwa nilishayaona, mimi wala hata sikushangaa sana. Nimwambia shoga yangu, turudishe tu pesa za watu, zitakuja kututokea pwani. Alisema kweli yule kijana sio mtu mzuri. Basi kesho yake nilimpigia simu akaja. Alisema kuna mapya. Nilitoa ile bahasha, nikamwambia chukua mzigo wako. Alipokea, akaangalia pesa zake, akatabasamu. Alitoa fungu moja, akasema haya, chukua zawadi yako na asante kwa kunitunzia pesa zangu. Aliondoka, tukabaki tumeshangaa. Tulihesabu zile pesa zilikuwa ni shilingi milioni 1, tuligana 500,000, ila nilimuogopa sana Kitwana. Nizificha zile pesa kwenye mkoba wangu, ila kila saa nilikuwa nazichungulia kama zipo. Hadi kesho yake zilikuwepo. Nikawaza hizi pesa nikafungue tu na mimi account, na hivi sasa na watoto, na mimi ndo baba ndo mama, siku za usoni nisikose hata pa kushika. Basi alinisindikiza nikaenda mpaka benki kufungua account. Ilivyozoeka turo yangu ilitulia. Basi nilimwambia shoga yangu, roho inaniuma sana nikimkumbuka mwanangu kule kijijini nini. Bora niwe naye tu, hata tukilala njaa itakuwa fresh. Basi niliwaza kusubiri walau upite mwezi mmoja ndio nimfuate. Niliendelea na biashara vyangu, ilimradi tu mkono uende kinywani. Zilipita wiki 2-3 hivi, Kitwana achukue zile, yani tangu Kitwana achukue zile pesa, akaja na kadi ya benki. Aliniambia Roda, nitunzie kadi. Huyu vipi? Alisema kwamba tushafahamiana vizuri, wewe nitunzie tu, nitakuja kuambia kitu. Nilimwambia mimi hapana. Alisema wewe tunze tu, mimi na maana nzuri mno. Nilikataa ise. Alisema mimi naenda, ila ukikubali utanipigia simu nikuletee. Niliwaza kwani ukijana anataka nini kwangu? Hebu niache mimi kwanza. Kwanza nataka kunisababisha mimi nifungwe bure. Kuna siku nilienda bwana Kariakoo, wakati najiandaa kurudi nikiwa sasa kwenye stendi ya Mondokasi, nilisikia mtu ananiita Roda. Niligeuka, alikuwa ni Fadhau sikule kwa maza. Nilimsalimia, akaniuliza siku hizi upo wapi? Nilimwambia nipo tu mtaani nahangaika. Aliniambia tafadhali naomba ingie kwenye gari tuongee kidogo. Kumekucha. Basi niliingia nikakaa kwa woga sana. Aliniambia kwamba Roda, kuna kitu naomba unisaidie, ukifanikiwa nitakupa zawadi. Nimuuliza kitu gani? Aliniuliza kwanza una mume? Nilimwambia hapana, mimi ni single mama tu. Alisema okay. Roda, naomba nikutume kitu kule nyumbani. Nimuuliza kitu gani? Alafu kule mimi nishacha kazi. Alisema wewe fanya tu wezavyo uweze kuingia pale, alafu kuna kitu nataka unifanyie. Fadhasha ananiambia kwamba Roda, kuna kitu nataka nikutume kule nyumbani. Nimwambia sasa ila mimi pale siwezi kwenda tena. Akaniuliza kwa nini? Nimuuliza kwa nini wewe unashindwa kwenda wakati yule ni mke wako? Alisema yule sio mke wangu bwana, alikuwa na mume akamuua, kwa hiyo tangu hapo amekuwa ni mtu wa kudaka wanaume tu. Nimuuliza kama ulijua ni muuaji, kwa nini ulijiingiza kwake? Na aliua katika mazingira gani sherehe sipate mkondo wake? Akasema yule ni mshirikina bwana, na kama ujuavu serikali haimini hayo mambo. Nimuuliza kwa nini unataka kunituma nini? Akanambia vipi utakubali? Nimwambia inategemea sana kitu chenyewe. Alisema si nikwambie tu kwanza, naweza hapa nikakwambia alafu katae, so haitapendeza. Niliwaza hivi hicho kitu ni kitu gani asiende mwenyewe. Mwisho nilimwambia kwamba mimi siwezi kwenda, alafu tambua kwamba mimi ni mama, wanangu wananitegemea. Nikifanya mistake kidogo tu wanangu watateseka sana. Alisema kama utaki mimi siwezi kukulazimisha, basi shuka. Nifungua mlango wa gari, akaniuliza Roda, namba yako si ile ile? Nijibu ndio. Kwa sababu msikilizaji, wakati nafanya kazi alichukuaga namba yangu ila hakuwahi kunipigia. Basi niliagana naye, nikasepa zangu. Siwezi kuja kujiingiza kwenye kitasa mimi. Nilifika home nikamkuta shoga yangu
akapika pale tukala wote nini. Japo kila mtu alikuwa anapika kwake, lakini mara moja tulikuwa tunakula pamoja na kwa dharura. Niliendelea na maisha yangu, nikamfuata mwanangu, nilimwandikisha shule. Hapo niliongeza bidii kufanya vibiashara, nikipata hata 20,000 napeleka benki. Nikutana kaka fulani hivi akanipenda. Aliomba tu wapenzi. Nikaona kwa kuwa nipo single si vibaya. Huyu kaka alikuwa anauza mifuko hii ya plastiki, enzi hizo nini, pamoja na mifuko midogo, vile mifuko vya kufungia ice cream. Nilipoanza na huyu kaka aliniboost kidogo, walau 10,000 au sukari nini mchele alikuwa akiniletea. Shogangu alipata mchumba akaolewa. Alivoolewa aliniacha pale kuwa msimamizi kwa wapangaji wenzangu. So nichukua pia nafasi yake ya kuuza vitumbua. Kuna siku Kitwana alinipigia usiku sana, ilikuwa saa 5 kasoro. Huyu mbona saizi? Nilipokea simu akaniambia kwamba Roda nifungulie, nipo hapa nje. Nifungua mlango nikamuuliza vipi mbona saizi? Alisema nimekuletea ile kadi ya benki. Hivi ana nini na mimi? Ananiambia Roda pokea tafadhali. Ila likitokea labda ukasikia nimefungwa au nimekufa, kuna hii namba ya simu hapa. Japo haipatikani, ukimpata utampa nusu ya fedha zilizo kwenye akaunti yangu. Nyingine zitakuwa za kwako. Nimuuliza kuna nini? Alisema Roda, safari hii sijui kama nitatoboa. Basi nipokele kadi japo kwa wenge. Ainiambia namba ya siri. Akaniambia kwamba Roda mimi naondoka, naomba niombe sana Roda, usije kumwambia mtu yote kama nimekupa kadi. Ikibidi hata iweke sehemu ambayo haitokai onekane kama. Na ukihakikisha nimekufa au nimefungwa, basi usitoe pesa hadi upite mwaka mzima. Na ikitokea nikatoboa, Roda nitakuoa uwe mke wangu na tutahamia mbali sana na Dar. Nibaki na mshangaa tu, kwani sikumuelewa hata kidogo. Niliwaza sasa hii kadi nitaificha wapi? Au nikatoe pesa zote nihamishie kwenye akaunti yangu. Lakini pesa za huyu jamaa huwa haziibiwi kizembe. Kulikuwa na mama mstaarabu ambaye alikuwa mpangaji pale. Nilimpelekea ile kadi, nikamwambia kwamba mama, naomba unifichie hii kadi, ni ya marehemu mume wangu. Sasa huyu mwanaume niliye naye ameshajua namba za siri asije kuiba viakiba vya wanangu, na mimi najibana bana ili hata wakiugua nisikose pesa za dawa. Yule mama alisema haina shida. Alipokea ile kadi akaificha kwake. Nilijaribu kupiga ile namba niliyopewa na Kitwana, lakini ilikuwa haipatikani. Nilitaka tu kujua ni nani. Ilipita miezi 2 kimya na namba ya Kitwana ilikuwa haipatikani. Yule maza alinipigia akaniambia kwamba Roda, kama upo tayari kurudi kazini njoo. Nimwambia hapana mama, nimepata kwingine. Alisema sawa, ila ukishindwa basi utakuja huku. Nimwambia sawa mama. Alisema hivi Kitwana mnawasiliana? Nimwambia hapana. Alisema mimi nilizani yupo kwako, lakini kuna watu wamekuja hapo kufanya uchunguzi wakagundua hayupo. Nilimuuliza kwani huko aliondoka lini? Alisema ni miezi 3 sasa na alitoweka katika mazingira kutatanisha. Sasa sija atakuwa ameenda wapi? Niliwaza yule baba alimteka. Maana sikujua alichotaka kunituma pale. Basi nibaki sina moja wala mbili. Niliendelea na shughuli zangu bila kujua kama Kitwana alikufa au yupo hai. Kule kijijini mama yangu mdogo, mke wa baba, alivunjika mguu. Ilibidi niwatumie shilingi 100,000 maana niliona nikienda nitatumia gharama kubwa zaidi. Asema mdogo ambaye ni sawa na mama yangu, ainiambia mwanangu Roda, nakushukuru sana. Nakuombea kwa Mungu uje ushike pesa hadi ushangae. Nilimwambia amina mama. Yaani mama kutegemea kama ningemtumia zile pesa, maana maisha yangu anayajua. Baada ya kupita miezi 6 tangu Kitwana apotee, nilipokea simu namba ngeni. Nani mwenzangu? Kitwana anaongea. Nikasema Kitwana? Akasema yes. Nimuuliza upo wapi? Akasema Roda, naomba uje maeneo fulani hivi tuonane. Nimuuliza nilete kadi ama? Alisema hapana. Basi nichukua bodaboda nikamfuata. Nilimkuta amesimama sehemu ananisubiri. Aliniambia nifuate. Aliniingiza ndani huko, alikuwa amechukua chumba kwenye guest fulani hivi. Aliniambia ingia Roda, nimechukua kichumba ili tupate pa kuongelea. Basi niingia mle chumbani tukakaa. Hapo nilikuwa nawaza hivi, mbona kama nimejiamini sana. Kitwana aliniambia Roda, ni miezi 6 sasa sipo Dar, na hivi kesho nitaondoka. Kitu ninachokuomba uendelee kuficha ile kadi. Alafu jambo lingine ni kwamba nataka kukuoa kabisa kwa ndoa. Nikawaza wewe si ni mchawi wewe. Basi nimwambia lakini mimi tayari na mtu wangu. Alisema mimi mwenyewe najua wewe ya kwamba ni single mama. Mtu kwa mwanamke mwenye watoto 2 sio jambo rahisi. Kwa hiyo mimi nimejitolea kukuoa. Naomba ukubali. Kwani bahati haiji mara mbili.
Mwambia kama ni kuolewa mimi nitaolewa tu na mwanaume nile naye sasa, na kama swala la kuolewa ni Mungu mwenyewe ndo anajua. Kwa hiyo hata kama ningekuwa na watoto 5, bado kama nilipanga kuolewa na atakayenipenda kwa dhati yupo tu. Alafu maza alishanikanya ole wangu niwe na wewe. Sasa unataka aje kunipiga bastola ama? Akasema kwamba hivi umai kujiuliza kwa nini ule mama ananingangania sana? Roda, hii ni bahati yako, kubali basi. Mwanzo mimi sijawahi kuoa na sina mtoto. Mimi nishaukabidhi hadi kadi yangu ya benki na password kabisa. Bado tujue kama nataka nini kwako. Nimwambia Kitwana, haya mambo tuyape muda kwa sababu ni mapema sana. Alisema sawa, ukiwa tayari utanijulisha. Aliniambia leo usiku nitaondoka, siku hizi nipo Tabora, mambo yakitulia nitajua cha kufanya. Najua ananitafuta sana lakini kamwe sitarudi kwenye ile familia, kwani niliponea kwenye kichwa cha mamba. Basi nilipatia shilingi 50, akaniambia kila laheri, mimi naenda kulala Morogoro, afu kesho nitarudi Tabora. Basi niagana naye pale, nikaenda kuhifadhi ile pesa kwenye akaunti yangu. Nilifika nyumbani, yule mama niliyempatia kadi akaniambia kwamba kuna kaka alikuja hapa anakulizia. Nimuuliza yupoje. Alisema ameacha hii namba ya simu, amesema ukifika tu umpigie, kuna jambo la muhimu sana. Basi nipokea ile namba, kuiangalia ilikuwa namba ngeni. Ni nani huyu? Niliagiza vocha ya jero, nikajiunga nikampigia. Alisema ameagizwa na yule kaka mpenzi wangu. Nimuuliza kuna nini? Alisema kama upo nyumbani nakuja sasa hivi. Nikawaza sasa kwa nini mpenzi wangu asinipigie mwenyewe? Yaani mpenzi wangu amwagize mtu, kwa nini asinipigie mwenyewe? Niliwaza hebu ngoja nimpigie nimuulize kama kuna mtu amemwagiza kwangu. Nilipiga namba zake zote zilikuwa zipatikani. Mbona sielewi? Nilikaa kidogo ile jamaa akaja. Ni mkaka tu mtanashati hivi. Mimi nilikuwa naandaa zangu mchele wa vitumbua. Alinisalimia akasema bila shaka wewe ndio Roda. Nikasema ndio mimi. Alisema okay, mimi ni mgeni wako. Nimwambia karibu kaka. Basi nilinuka nikaenda kumtolea stori. Alikaa kaniuliza kwamba Roda, unamfahamu vizuri Shabani? Msikilizaji, huyu Shabani ndio mpenzi wangu. Nilijibu ndio. Alisema sasa mimi ni rafiki wa Shabani na amepata matatizo, yupo kituo cha polisi. Alinielekeza kwa kweli nije tuongee tuone namna kumsaidia. Nikauliza kafanya kosa gani? Akajibu kwamba mimi sijui, ila nakuomba sana Roda ukamsaidia mshikaji, maana kule amekutaja kama mke wake. Nilimwambia mimi ni single mama, sina mume bwana. Alisema mwenzo ndo akakutaja, kwa hiyo naomba tuongozane tukamsaidie. Nimuuliza mbona Shabani aliniambia ana mke wake wa ndoa? Akajibu kwamba mkewe alishatengana. Nimuuliza okay, upo kituo gani? Basi alinitajia kituo. Nilimwambia sawa, tangulia nakuja. Akanijibu hapana Roda, naomba tu tuongozane kwa sababu nipo na gari. Basi niliwaza huyu mtu hadi ana gari ameshindwa kumsaidia rafiki yake, kuna mchezo gani unaendelea? Nimwambia kaka, mimi mwanangu bado hajarudi kutoka shule, kwa hiyo naomba tu utangulie, mimi nitapanda daladala nitakuja. Yule kaka nilibembeleza mpaka basi. Nilikuwa na msimamo kuwa atangulie. Alisema poa, ila akasema kwamba ukifika karibu na kituoni unipigie nikufuate, kwani sio vyema uende peke yako. Hivyo naona mimi ni mjinga na huyu Shabana na lengo gani na mimi? Nijaribu tena kumpigia kupatikana. Nilipata wasiwasi, nikampigia shoga yangu nikamshirikisha. Aliniambia kwamba Roda, kuna kitu hakipo sawa. Sasa naomba chukua wanao uje huku walau siku 2-3 tusikilizie, japo nina chumba na seble tu, nitajua jinsi tutakavolala. Nimwambia sawa. Basi naongea na ule mama mwenye ile kadi ili binti yake alale kwangu, kwani kwao walikuwa nalala kwa kubanana. Na siku akipata wageni ule binti alikuwa akija kulala kwangu. Ni binti wake wa kazi. So ilibidi niwachukue wanangu tukaondoka pale. Yalipita kama masaa 3 tangu niachane na ule kijana. Alinipigia kaniuliza kwamba mbona haukuja kituoni? Nimuuliza kwani uko wapi? Alisema nipo hapa kituoni. Nimwambia basi naomba kuongea na Shabani. Alisema haruhusi kuongea na simu. Nimwambia basi jitahidi kumsaidia. Mimi nimekwama kuja sababu mwanangu amechelewa kurudi kutoka shule na sasa hivi giza limeanza kuingia. Siwezi kuacha watoto nje. Alisema Roda, una roho ngumu sana wewe. Yaani kumbe wanawake mnatupendaga tu wakati hatuna matatizo. Haina shida bwana, mimi nitapambana mshikaji atoke, ila akitoka sijui kama ataendelea na wewe. Nimwambia yote ni sawa tu, mimi siwezi kuacha wanangu saizi. Basi nikaa pale kwa shoga yangu, akawawekea wanangu godoro sebleni. Mimi akaniombea kwa dada mpangaji mwenzie ambaye ni single nikalala. Kesho yake nilisikilizia labda nitapigiwa simu hola. Nilipiga simu ya Shabani haipatikani.
Siku iliyofuata asubuhi na mapema, yule mama alinipigia akaniambia kwamba Roda, usiku ulizima simu? Nilimwambia ndio. Alisema, hapa kuna tatizo." Nikasema, "Tatizo gani mama?" Alisema, "Usiku chumba chako kilivunjwa, binti yangu kapigwa sana." Nikasema, "Kweli?" Alisema, "Ndio, hadi nakuja kushtuka walishamuumiza. Sasa hivi yupo Amana hospitali pale." Nikauliza, "Kwani walikuwa wanataka nini?" Akasema, "Wanataka kadi." Yesu wangu jamani. "Haya mama, ngoja nije." Basi nimwelezea yule rafiki yangu, akaniambia kwamba Roda, usiende, wewe unawindwa, ngoja niende mimi na mume wangu. Kwa kuwa wana maisha yao ya kawaida, niliwapa shilingi 20,000 nikawaambia watanijulisha hali ya mgonjwa. So mimi nilimrudia yule mama nikamuuliza kwamba hao watu mliwatambua? Alisema hapana. Nikafikiria hapa kuna mchezo gani unaendelea. Nilipata hasira nikampigia Kitwana, hakupatikana. Nilipiga ile namba alionipigia nayo pia haikupatikana. Huyu Kitwana atakuja kunifanya nife siku moja jamani. Alafu mwisho siku wanangu wateseke bure. Nilimwambia yule mama kwamba rafiki yangu kaenda hospitali na mume wake, na hofu kuna watu wananitafuta. Maana yule kijana aliyenifuata nyumbani sikumuelewa kabisa. Yule mama aliniambia kwamba ulivyonielezea hata mimi nilishtuka. Nilikuwa sina amani kabisa, nawaza tu nini kinaendelea. Basi bwana. Mimi nilia kwa uchungu sana jamani. Ina maana ningekuwa nyumbani kifo kilikuwa ni cha kwangu hiki. Nilimwambia Mungu, wewe mwenyewe ndio unajua, na mimi utanisaidia katika hili. Basi shoga yangu aliniambia kwamba Roda, usipaniki. Hebu tuliza kwanza akili. Nimwambia, lakini tukio limetokea chumbani kwangu, nani atanielewa? Sintaonekana mimi nilipanga na hao watu niondoke ili wamuue mtoto wa watu. Nilipiga magoti nikamuita Mungu kwa uchungu. Niambie, Mungu wangu, baba wa yatima na mume wa wajane, nitazame mimi mwanao kwa jicho lako lenye huruma. Basi niliwaogesha wanangu pale, nikawapa uji. Nikamwambia shoga yangu, mimi naenda msibani, sijui nini kitatokea huko, naomba uniombee jamani. Na kama nikitiwa mikononi mwa dola, basi hii namba utampigia mdogo wangu Gladi aje wachukue wanangu apeleke kwetu. Hapo nilikuwa naongea, machozi alikuwa yananitiririka kama maji. Nilianza safari kwenda msibani. Nikiwa njiani niliwaza mambo mengi sana. Nilijaribu kumpigia Shabani mpenzi wangu kupatikana. Nilifika msibani na kilio kikubwa. Zile damu mle ndani jamani. Watu walivyoniona walianza kufinyana. Ndugu mmoja wa marehemu ambaye alikuwa akiishi hapo mjini alikuwa ameshafika. Baada ya kutambulishwa nilimsalimia, lakini aliitika kwa mkato. Nikiwa nimekaa kwa majonzi huku na tafakari, nilisikia mtu anauliza huko nje, kwani alikuwa anauliza kwamba huko nje kwamba kwani Roda hajafika. Mara wakaingia watu watatu, mwanamke mmoja na wanaume wawili. Nilishangaa tunafungwa pingu. Basi nikauliza, mbona hivi jamani, kosa langu nini? Wakasema twende kituoni utajua huko. Walimpeleka kituoni. Afande mmoja aliuniuliza kwamba, binti, unaweza kutuambia kwa nini uliondoka kwako? Nilijibu sababu za kuondoka kwangu ni kwamba kwanza mimi ni single mama, baada ya mume wangu kufariki nilishindwa kuendelea kulipa kodi. Dada ambaye ni kama mwenye ile nyumba alinipa hifadhi kwake. Nilipopata kibarua nilichukua chumba pale pale. Yule dada nilimchukulia kama ndugu yangu, na siku nilioondoka alikuwa anaumwa, yeye ni mjamzito, kwa hiyo aliniomba nikamsaidie siku 2-3. Akaniuliza kwamba kwa nini ulimwacha marehemu Halima kwenye chumba chako? Nilijibu, nilimwacha kwa sababu alikuwa ana kawaida kulala kwangu hata kama nipo. Sasa siku hiyo niliona nimwache tu alale, kwani alishapazoea. Basi wakaniambia kwamba Roda, ukweli wako ndio utakuweka huru. Naomba useme ukweli. Nikasema, afande, huo ndio ukweli. Akaniuliza, upo kwenye mahusiano? Nilijibu ndio, lakini mpenzi wangu ni siku ya 4 leo hapatikani kwenye simu. Nikaulizwa kwa nini? Nilijibu mimi sijui. Nikauliza, unapafahamu kwake? Nilijibu hapana, ila kazini kwake napafahamu. Akaniuliza kwamba kama unapafahamu kazini kwake, ulivyoona hapatikani kwa nini hukumfuata? Nikajibu, afande, nilishindwa kwenda kazini kwake kwa sababu kuna kitu kilinichanganya. Nilivyosema hivyo askari wote walitulia kunisikiliza. Wakauliza, kitu gani kilikuchanganya? Nikasema, afande, juzi nitoka Kariakoo, nilirudi nyumbani
nilikuta ujumbe kuwa kuna mtu alikuja nyumbani kunitafuta na aliacha namba za simu. Nilipiga ile namba, akapokea mwanaume. Aliniuliza, "Wewe ni Roda?" Nilijibu ndio. Aliniambia nakuja. Kweli alikuja, akaniambia kuwa mpenzi wangu yupo kituo cha polisi Tongozani, tukamtoe. Nimuuliza kituo gani? Akanitajia. Nilimwambia basi tangulia na kuja. Akakataa kidai kwamba Tongozani. Mimi nilikataa katu. Akaondoka. Baadaye alipiga akaniuliza kwa nini sikwenda, nikamwambia kwamba nimekosa nafasi. Nilimwomba kama yupo kituoni anipe niongee na Shabani ambaye ni mpenzi wangu, niongee naye tu, lakini alikataa kidai kwamba Shabani haruhusiwi kuongea na simu. Yaani msikilizaji, niliongea kila kitu kuhusu yule kijana. Asafani akaniuliza kwamba tunasikia kuwa waliomuua Halima walikuwa wanadai kadi. Nikajibu hata mimi nimeambiwa hivyo ila sielewi. Nikaulizwa, "Wewe una kadi?" Nilijibu ndio. Nikaulizwa kwa wapi? Nilijibu ipo nyumbani kwenye pochi. Wakaniambia kwamba hiyo namba mpenzi wako unaweza kunitajia? Nilijibu ndio. Basi nilihojiwa vitu vingi sana na nikajibu kwa uaminifu kabisa, kasoro kadi tu sikusema. Hapo nilikuwa naongea kwa hisia kali sana. Kuna askari wa kike alinionea huruma. Akaniuliza kwamba wanao wapo wapi? Nilijibu nimewaacha kwa huyo rafiki yangu. Aliuliza umri wangu, nikamtajia. Akasema, maskini dada, tafuta mtu wa kukuwekea dhamana ukaangalia watoto." Basi niliwaza yule baba mkeo alishaniambia nikome kumzoea mume wake. Ilibidi nimpigie mdogo wangu Glad. Glad alisema kwamba ngoja niongee na shemeji yako. Baadaye shemeji alipiga na hapo simu ilikuwa kwa askari. Akipigiwa napewa. Shemeji ananiambia kwamba kuna mtu nimemwagiza anakuja kukuwekea dhamana. Basi alikuja baba fulani hivi ni afisa elimu. Alijitambulisha, akaomba kuniwekea dhamana. Niliachiliwa kwa dhamana, wakasema naweza kuhitajika kituoni muda wote. So nirudi nyumbani, ila baada ya mazishi ya Halima nilianza kutafuta chumba mbali kabisa na pale. Nilienda Kariakoo pale kwenye biashara ya Shabani, lakini sikumkuta. Nilipomuulizia pale, niliambiwa eti amehamia Zanzibar. Kweli duniani kuna mambo. Yaani hata kuniaga na hatujawahi hata kugombana jamani. Siku niliyoripoti kituoni nilikuta yule kijana aliyekuwa ananiambia tuongozane amekamatwa pamoja na Mazausi. Kulikoni? Yaani kijana alikuwa amepigwa sana. Alipojiwa alisema Maza ndo alimpa kazi ya kuja kunikamata. Kumbe Maza alidhani mimi nimemficha Kitwana. Alisema huyu binti ndo anayo kadi. Nilisema mimi sina. Mkumbuke nilishatuhumiwa kuwa nimeiba pesa kupitia huyo Kitwana. Leo tena kadi ya benki. Sasa mimi jamani itanisaidia nini? Maza alikuwa na hasira na mimi sana. Aliniuliza na hiyo kadi uliomuuliza Kitwana kama umempelekea ilikuwa ni kadi gani? Nilisema ni kadi yangu, kuna kitu nilikuwa sikielewi. Basi Maza alikuwa mkali balaa. Na hivi alishaingia hatiani, alikuwa mdogo kama punje ya ulezi. Niliulizwa kuhusu Shabani, nikasema mimi sijui hata alipo. Basi upelelezi uliendelea. Baadaye nilikuja kujua kuwa Maza alimfuata Shabani, akamwambia mimi ni muuaji, kwa hiyo aniepuke maana nilishaoa wanaume wengi. Huyo mama. Baada ya upelelezi kukamilika, mimi niliachwa huru. Baada ya kubainika kuwa Maza alituma watu waniue ili Kitwana wake arudi. Maskini sengeniua bure. Sasa Maza na kijana wake wote ndani. Shabani si akanipigia tena kwa namba ngeni. Nimuuliza mbona ulikuwa upatikani? Akasema kwamba Roda, nimekupigia simu nikwambie ukweli. Kumbe Roda ni chinja. Nikamuuliza kivipi? Alisema kwamba sinasikia kazi yako ni kuwaua wanaume. Nikasema Shabani, kama hutaki kuendelea na mimi basi sio nitafutie sababu, hata mimi sitaki kabisa kuwa na mpenzi. Akanijibu sawa, tena usinitafute kabisa. Basi nikani machana na Shabani hivyo. Kesi ya Maza na yule kijana ikawa inaendelea. Kitwana alinipigia simu akaniambia kwamba Roda, naomba kesho tuonane. Mimi nikamdanganya kwamba nimesafiri. Nilipomwambia hivyo, akasema kwamba okay poa, ukirudi utaniambia. Nikajibu poa. Niliwaza hivi, kwa nini Kitwana hatumii namba yake iliyozoeleka? Huenda aliofu simu yake imehakiwa, ila mimi ndo nije kuingia matatizoni. Maana hadi sasa sijui walikuwaje, kama ni mambo ya kadi sijui nini. Sasa alivokata simu, nilimuomba dada moja hivi simu, nikampigia. Nilimuuliza Kitwana, hivi una shida gani na mimi? Kama ni kadi yako
nikuelekeze ukaichukue, maana huku sitarajii kurudi leo wala kesho. Alisema nikaichukue wapi? Nimwambia nenda pale nyumbani, ulizia mama Asha, mwambie nimekuagiza atakupatia. Alisema basi kesho nitaifuata, alafu nikishaichukua nitakuja huko tuongee kitu fulani. Basi nimwambia mama Asha kuna mtu nimemdanganya sipo, naomba akija umpe ile kadi. Mama Asha akaniuliza kwamba si ulisema ni yako? Asilibidi nimuelezee ukweli wote kuhusu ile kadi. Alisema kumbe ndo maana walimuua Halima, walikuwa wanaulizia kadi. Nilimwambia ndo hivyo, japo sijui walijuaje kama kadi ipo kwangu. Basi yule mama alisikitika sana. Pia alinionya niwe makini sana na vitu kama hivyo. Nilimwambia mama nimekoma. Basi kesho yake mapema sana nikaondoka. Nilienda kutafuta kuangalia chumba sehemu ni mbali sana na pale nilipokuwa naishi. Kitwana alinipigia, nikajua tu huyu kashafika na sipokei nisije kuingia tena matatizoni. Iliita, ikakata, nikaizima kabisa. Nilipata chumba cha 20,000 ila hakikuwa na umeme wala rangi. Niliona kwa hali yangu kinanitosha. Nilipa miezi 6, 120,000. Baadaye nilienda kusajili laini mpya kwani nilitaka kukata kabisa mawasiliano na Kitwana. Nilimpigia mama Asha nikamuuliza Kitwana alikuja? Alisema ndio, nilishampatia kadi yake. Nikasema asante Mungu, sasa sitaki kabisa mawasiliano na huyo mtu. Basi siku hiyo nilichukua guta nikafuata vitu vyangu. Mama Asha aliumia sana kwani alikuwa ameshanizoea, sinaga makuu na mtu mimi. Nilihamia makao mapya, japo huko hapakuwa na biashara kama kule kwani ule mtaa ulikuwa haujachangamka. Maisha yalianza kuwa magumu kidogo kidogo kwani nilikuwa nashindwa kuweka akiba. Nikipata 2,000-3,000 zinaishia kula tu na wanangu. Ile akiba niliyokuwa nayo nilidokoa kidogo kidogo hadi kabaki 1,500,000. Yaani mimi hapa nikizembea nitakuja kudhalilika. Sasa nikajiuliza nifanye biashara gani yenye faida kubwa kidogo. Niliwaza nikaona ngoja nianze kuuza vijora. Nilienda Kariakoo nikachukua vijora vya 50,000. Japo nilikuwa nakopesha lakini ni bora nikija kupewa akiba kangu basi kanaongezeka kidogo. Ilipita miezi 2 tangu niame pale. Mama Asha alinipigia akasema kwamba yule kijana wa ile kadi ananisumbua sana, anataka kukuona. Nilimwambia achana naye na namba yangu simpatie. Alisema siwezi kumpa, japo anataka hata kunionga ili mradi tu nimuonyeshe ulipo. Nilimwambia ni huyo mtu sitaki hata kumsikia, akirudi tena mwambie nirudi kwetu. Basi niliweka kameza nje, nikana panga matunda, nyanya, vitunguu na baadhi ya mboga, japo vilikuwa vichache lakini sikukosa buku au bukujero kwa siku. Nilichanganya na hela vitumbua alau 5,000 sikosi nini, nusu na ibana. Nusu nyingine naweka akiba, japo siku nyingine nilikuwa natumia 3,000 hadi 3,500. Sasa siku moja hivi bwana, nilikuwa zangu nimetulia huku namsubiria mwanangu arudi kutoka shule. Mtoto alikuja na jamaa fulani hivi. Akamuuliza mwanangu, "Anko umefika?" Mwanangu alijibu ndio. Akamuuliza mama yako yuko wapi? Basi akasema shikamoo mama. Yule jamaa alisema kumbe huyo ndo mama yako. Alinisalimia pale akaondoka. Ulipita muda kidogo kama wiki 3 hivi. Yule jamaa akaja tena. Alinunua ndizi mbivu, akala, akaniuliza ya kwamba anko amelala. Nijibu hapana, yupo huko anacheza na wenzake. Basi alinipatia pipi kijiti akasema zawadi yake hii. Huyu mtu amemzoea mwanangu sana. Hadi anakuja kumletea pipi. Hii pipi simpi mwanangu, maana dunia imeharibika sana. Alivyoondoka tu nilisema Mungu nisamee, nikaitupa ile pipi. Mwanangu alivyorudi nimwambia asije kupewa kitu huko barabarani akala. Hata ule anko wako yule sije ambaye anakuja sije hapa na kuleta akikupa kataa. Alisema sawa mama. Basi maisha yaliendelea na mipango yangu kama kawaida. Yule anko hakuacha kuja. Ukipita muda kidogo tu anakuja kisingizio siji kula ndizi mbivu. Kuna siku aliniuliza kwani shemeji yangu yupo wapi? Maana nikimuuliza anko baba jambo ananyamaza tu. Nilimwambia yupo. Kumbe alimuuliza jirani yangu mimi nikiwa sipo bwana. Niliporudi jirani aliniambia kwamba yule kaka anayekulaga ndizi mbivu kaniuliza mumeo yupo wapi? Nikamwambia alifariki. Nikasema wewe, kwa nini umemwambia hivyo? Mimi nilimdanganya yupo. Alisema wewe naye usikatie bahati bwana, huenda anatafuta mke huyo. Nimwambia mimi sina mpango wa kuwa na mwanaume kwa sasa. Akasema shauri yako, ungepata walao kukusaidia kodi.
Nilimwambia ukikaa kuanza kusaidiwa na wanaume utakuja kufeli sana maisha. Maana wanaume watabiriki, mwanzo nishajifunza. Akasema, "Sawa maskini jeuri." Basi baada ya yule jamaa kuambiwa mimi ni single mama, alivyokuja aliniuliza kwa nini dada mumeo hawezi kukujengea kibanda? Maana hapa jua linakuumiza. Nikafikiri huyo ananisani foto. Salishaambiwa sina mume. Nilimwambia atanijengea tu, kuna kitu anasubiri. Alisema ikitokea mtu anataka kujengea je? Nimuuliza kivipi? Alisema hata mimi sinaweza kukujengea. Nimwambia hapana, unadhani mume wangu atanielewaje? Alisema si utamwambia tu lidunduliza pesa. Nimwambia hapana. Alisema bwana mimi naenda. Nikajibu poa. Niliwaza shida ninazopitia, nikaona ni kweli shida ninazo kweli, lakini nimwamini nani? Mtu kaje tu eti kamleta mtoto leo anataka kunitongoza na mimi nikubali. Kuliko ile misukosuko tena acha nibaki tu single mama. Yule afisa elimu aliyeniwekea dhamana alinipigia akaniambia nahitajika kule polisi. Nimuuliza kuna nini tena? Alisema si unajua kesi bado haijaisha. Nilimuuliza lini? Alisema kesho kutwa. Nilimwambia sawa ina shida. Basi kesho yake nilienda kununua vitu vya kuuza pale kwenye meza yangu. Nilivyorudi nilimkuta anko ananisubiri. Aliniambia mama Jose nimekusubiri muda sana, hebu nipe ndizi nile kwanza. Nilimpa ndizi wakati akila akaniambia kwamba mama Jose, najua wewe ni single mama. Maisha peke yako sio rahisi utoboe. Lazima uwe na mwanaume wa kukusupport. Hata kama hana pesa lakini walau atakuwa akikushauri. Mimi naomba tu uwe mpenzi wangu ili tusaidiane kimaisha. Nimwambia anko, mimi sihitaji mwanaume kwa sasa. Tena sitaki kabisa na nina sababu za msingi. Aliuliza kwa sababu gani sasa? Nimwambia wala hazikuhusu. Wewe elewa tu kuwa sitaki mwanaume kwa sasa. Alisema sawa ila fikiria vizuri utakaaje hivi. Wewe ni mwanamke tena umri bado mdogo. Nimwambia sawa, umri wangu ni mdogo lakini umekuzwa na walimwengu sitaki kabisa. Alisema poa ila mimi najua ipo siku utanielewa. Basi alimaliza kula ndizi akanipatia buku. Wakati alikula ndizi 3 tu za 600. Aliniambia 400 mpe anko akanunue pipi. Alivyoondoka niliwaza lakini kuna muda natamani kabisa kuwa na mpenzi kwa sababu unajua damu bado inachemka kuna muda mwenyewe hisia zinanipanda. Ila ikaeka nilizopitia cha tu nivumilie. Siku iliyofuata nilienda kule polisi, nilikuta kumbe Kitwana naye amekamatwa. Sijui hata alikamatwa katika mazingira gani. Niliojua kuhusu Kitwana nikaeleza vizuri kabisa, japo nidanganya alikuwa anataka kupeleka posa kwetu kama mnakumbuka ile issue ya pesa sinishadanganya kuwa alikuwa anaenda kujitambulisha kwetu. Askari aliniambia kuwa kwa kuwa alitaka kukooa ndo akaona akupe kadi ya benki ambayo ni ya bosi wake. Nikasema mimi jamani huyu kijana ananitafuta nini jamani? Hajawahi kunipa kadi na uchumbo ulivunjika tangu ile siku alipopata kashfa ya kuiba pesa za watu. Afande mimi ni maskini sana lakini siwezi kuishi na mtu ambaye ni haeleweki. Sasa nilimkana Kitwana. Nikasema afande huyu tu anataka kuniingiza kwenye matatizo bure. Kama alinipa kadi alinipa ili nifanyie nini? Alafu sina hata mawasiliano naye kabisa. Nijieleza kwa uchungu sana hadi askari wakanionea huruma. Mmoja alimwambia Kitwana kwamba unatafuta laana kwa huyu mama mjane, si ndio? Basi alijingatangata tu hata kujielezea ajue. Niliambiwa niondoke siku ya pili niende. Nilimuomba Mungu sana aniepushie ile balaa. Kila nikishtuka na sali. Bora hata ningekuwa nimeambulia pesa kupitia ile kadi. Siku iliyoenda tena walinichukua maelezo ya mwisho hadi kuhusu familia ya yule Maza. Baadaye walitukutanisha wote. Mimi, Mazausi, Kitwana, yule kijana muuaji pamoja na vijana wengine wawili. Wao walikuja kukamatwa wakati upelelezi ukiendelea na ilidaiwa kuwa walishiriki kumuua Halima. Askari walisema we mama na Kitwana mapenzi yenu mnataka kumuingiza mtoto watu, si ndio? Inaonekana kadi mlipeana kitandani nyie. Kumbe Maza bwana alimpa Kitwana kadi kama mpenzi wake pamoja na password. Mwisho wa siku Kitwana akatoroka nayo. Na alivyoileta kwangu alishatoa milioni 5. Kwa hiyo Maza alidhani hizo pesa Kitwana amekula na mimi na kadi sijui alijuaje ipo kwangu. Japo baada ya Kitwana kutoroka tu Maza aliblock ile kadi. Kwa hiyo pesa zilizokuwa zinamuuma ni zile milioni 5. Basi walitukana matusi we. Maza aliambiwa na wewe ulitoka wapi na huyu kijana mdogo? Sasa uamuzi ni wako kufuta kesi au tuipeleke mbele. Sasa Maza alisema ya kwamba
Ile hali Kitwana amekiri kuwa alichukua hizo pesa, basi kesi ifutwe. Aliambiwa hiyo ni kesi ya pesa, bado kuna kesi ya mauaji. Hii haiwezi kufutwa moja kwa moja mahakamani. Basi askari aliniambia kwamba Roda, kuanzia leo upo huru, wewe nenda tu katafute riziki ya watoto wako. Mnamsingizie tu mtoto watu kaiba. Na kwa taarifa yenu, tulishampeleleza hadi alipohamia. Ana maisha ya dhiki tu. Kama aliiba asingeishi maisha yale bwana. Nikawaza, kumbe alinipeleleza. Au ni yule anko ambaye anakuja kula ndizi yule. Makubwa. Basi niliachiwa huru katika mazingira hayo na sikuwahi tena kumuona anko pale. Nilikaa miezi 4 tu nikahamia mkoani. Nilipata kibarua, baadaye nikaanza biashara ya mamalishe. Namshukuru Mungu, nilinunua kiwanja ka 15, nikajenga kanyumba ka vyumba 2 na sebule, japo sijapiga plasta, lakini nikawa naishi humo na wanangu. Siku moja wana nilikutana na mwanaume akawa ameweka mazoea na mimi, japo nilimkwepa sana, ila mwishowe nikajikuta tu naingia naye kwenye mahusiano, maana nilikuwa na upweke balaa. Yule mwanaume bwana alikuwa anaitwa George. Alikuwa ananijali sana. Kwa muda mfupi tu ananifanyia mambo mazuri. Aliwahamisha watoto wangu kutoka shule ya kata mpaka international school. Sasa akatanua biashara yangu kutoka mgawa mdogo mpaka kuwa na hoteli. Japo haikuwa kubwa, lakini ilikuwa hali ya juu. Nikawa msimamizi, sio mpishi tena. Nia yake ilikuwa ni kunioa kabisa. Kwa kuwa tulikuwa tumeshakuwa kwenye mahusiano kwa miezi 6, nikaamua kukubali ndoa. Nilienda kumtambulisha kwetu na tukafunga ndoa. Sasa baada ya sherehe ya ndoa yetu, tulitoka ukumbini. Kabla sherehe kuisha, tulikuwa tumetoka ukumbini maana tulikuwa tumechoka sana. Tukaelekea moja kwa moja kwenye hoteli moja ya kifahari. Tulipofika, chumba tulichopewa kilikuwa tayari kimepambwa kwa mishumaa na maua. Nilidhani George alikuwa amepamba hoteli bila kunijulisha kuhusu hilo. Nikabaki nimesimama mlangoni, nikishangaa tu chumba kilivyopendeza. Nilikuwa bado nikiwaza jinsi George atanifanya nipige kelele usiku huo. Maana nilikuwa natamani kweli kuwa faragha na George. Maana kipindi chote cha mahusiano yetu hatukuwahi kabisa kutana kimwili. Ghafla sauti ya George ilinitoa kwenye mawazo yangu. Alisema kwamba, mpenzi wangu, unafikiria nini? Tafadhali ingia ndani. Nikasema, mpenzi, hakuna kitu. Basi nisema hivyo. Baada ya kulivaa gauni langu la harusi, nilimwambia George ya kwamba twende tukaoge bafuni. Akasema, usijali mpenzi, tutatumia bafu lingine. Nilishtuka, hoteli inawezaje kuwa na bafu 2 tena kwa chumba kimoja? Lakini ndio ilikuwa hivyo. Yalikuwepo mabafu 2. Nilinungunika kimya, kisha nikasema ya kwamba hapana, hilo haliwezi kutokea mpenzi. Acha tu tushare bafu moja pamoja. Baada ya yote tumekuwa mume na mke sasa ujue. Nijaribu kumshawishi George, akasema kwamba mke wangu sio na wasiwasi kwa chochote. Yaani siku zote nimemwahidi Mungu kuwa nitakuwa na heshima na utii kwa mtu wangu kwa hali yote ile. Kwa hivyo siwezi kuruhusu swala la bafuni kuleta malumbano. Mwisho tukosane na mume wangu George. Nikaingia kuoga. Sasa niliwacha mlango wazi. Akili najaribu kutumia mbinu za wanawake kumtega mwanaume, lakini ilishindikana. George aliona nimeacha mlango wa bafuni wazi, lakini hakuongea kitu. Akachukua taulo lake na kuelekea bafu nyingine. Dakika 3 baadaye nilikuwa nimetoka bafuni, lakini George bado alikuwa bafu lingine. Nijilaza kitandani huku nikiwa nimefunga taulo kifuani. Dakika 20 zikapita. George bado alikuwa bafuni. Nikamuita, George mpenzi, bado tu unafanya nini? Unataka kujigeuza kwa samaki ama? Akasema, nakuja mpenzi wangu, tulia. Alisema hivyo na hatimaye akatoka bafuni. Nilichokiona wakati mume wangu alipokuwa anatoka bafuni kilinishtua. Nilipiga kelele nikijaribu kunyanyuka kutoka kitandani. George akasema, vipi, mbona unashangaa? Aliuliza akiwa amesimama kwenye mlango wa bafuni. Nikasema, George, mbona ueleweki? Mbona umevaa nguo kama una safari na wakati tunatakiwa kulala? Nilimuuliza, najua wote mtashangaa kusikia hivyo. Nijiuliza nienda wapi. Natamani mngeona mavazi ya George siku hiyo. Asa George akasema kwamba, mpenzi wangu, najua nini? Nikasema, George, mimi sijui nini na siko tayari hata kujua nini nyuma ya hii drama yako. Basi nikasimama kutoka kitandani nikiwa wazi kabisa. Sikuwa na aibu tena, maana mimi nipo mbele ya mume wangu. Lakini George alivyoniona sasa nipo empty, akashtuka. Najua nategemea atanikumbatia au ajaribu kuchukua hatua kuifanya honeymoon yangu kuwa ya kukumbukwa, lakini hapana. Kitu pekee ambacho mpenzi wangu alifanya ni kunigeuzia mgongo. Akasema kwamba, tafadhali jifunike mpenzi wangu. Nikasema, George, ni jambo gani sasa? Unaona aibu kuona uchi wangu ama vipi? Situmeona George. George akasema, jifunike na kuomba. Nikasema, sawa bwana George, nimefunika. Tafadhali unaweza kuniangalia sasa? Nilimdanganya. Muda huo George alinitazama na kuniona nilivyo. Kwa haraka akatumia viganja vyake kuficha uso wake. Huyu nini sasa? Ana aibu ama anaogopa?
Sikuweza tu kujua shida yake ilikuwa nini. Nilienda moja kwa moja kitandani, nikachukua nguo zangu na kuvaa. Sasa nikasema ya kwamba sawa sweetie, tafadhali ondoa mikono yako usoni mwako na uache mchezo huu wa kuigiza. Nilisema hivyo, hatimaye George aliondoa mikono yake usoni mwake na kusema ya kwamba asante mpenzi wangu, lazima niende sasa. Nikauliza kwa wasiwasi, unaenda wapi? George akasema, mpenzi wangu, Nesa alinipigia simu tena sasa hivi na akasema kwamba tuna dharura hospitalini, kwa lazima niende. Basi alisema na kunikumbatia. George alikuwa ni daktari na alikuwa anamiliki hospitali binafsi. Nikauliza kwamba kwa hiyo ndio sababu umevaa hivi ama? Akajibu ndio mpenzi. Basi George aliuelekea mlango, nikaambia kwamba sweetie, hata busu. Basi akarudi akanikumbatia na kunipiga busu kwenye paji la uso wangu. Sasa nikasema, kwa nini isiwe hapa? Nilisema huku nikimuonyesha midomo yangu. George akasema, mpenzi wangu, paji la uso si lako. Nikasema usijali George, kwaheri. Akasema okay, baadaye mpenzi. Alisema na kuondoka. Nilibaki peke yangu chumbani. Sikuweza kulala. Nilijihisi mpweke sana usiku. Nitamani ningekuwa na wanangu, ila sasa ndio hawakuepo hapo. Ilipofika saa 7:30 kamili usiku. Yani saa 7:30 kamili tumisa ikuzidi hata dakika moja. Usiku wa manane, nilichukua Biblia yangu nikasoma sehemu fulani hivi na kuanza kuomba. Ulikuwa unatarajia nifanye nini? Roda mimi. Hatimaye Dr. George amefaulu kugeuza honeymoon yangu kuwa mkesha wa maombi. Kwa hivyo sina budi kuomba. Niliomba kwa bidii na kumimina moyo wangu kwa Bwana kuhusu ndoa yangu na nyumba yangu. Nilimwomba Mungu aniepushe kwenye misukosuko kama niliyopitia hapo nyuma. Wakati namaliza kuomba ilikuwa ni tayari saa 10:30 alfajiri. Je, unaweza kuamini kwamba George bado alikuwa hajarudi kutoka hospitalini? Nilichukua simu yangu na kumpigia simu. Akapokea. George akasema, habari mpenzi wangu? Nikasema, sweetie, bado tupo hospitali? George akasema, mpenzi wangu, samahani sana kwa usumbufu, niko njiani. Nikajibu, tafadhali wahi basi, mimi nesi baridi. George akasema kwamba niliposema tu baridi, alicheka kidogo akasema ya kwamba, mpenzi, kwa nini usijifunike tu na blanketi? Au nikuletee dawa nikitoka hospitali? Nijiulize hivi, kwa nini nimekubali kuolewa na daktari? Sikutaka kukasirika juu ya kile alichosema. Kwa hivyo niligeuza tu kuwa mzaa na kusema kwamba sio dawa tu, labda unapaswa kujaribu kuleta sindano pia. Nikakata simu na kujilaza kitandani. Nilikuwa karibu kufumba macho nilale, nikasikia mlango ukigongwa. Kuna nani? Kuuliza hivyo, George akasema, ni mimi George. Nikasema sawa sweetie, nakuja. Nilinyanyuka haraka kitandani ili kumfungulia mlango. Nilifungua mlango na George akasema kwamba, vipi mpenzi wangu? Nikasema niko sawa. Nilisema na kumkumbatia kwa nguvu. Akajaribu kujiondoa kutoka mwilini mwangu na ndiona alikuwa akitetemeka. Paka nilimwachia, akasema kwamba, mpenzi wangu, nini kilitokea? Kwa nini macho yako ni mekundu ghafla? Kuna jambo lolote? Basi kabla sijamjibu, akawa tayari amepiga magoti akilia sana. Nilishangaa. Sasa George bado alikuwa anapiga magoti, akilia sasa akifuta machozi. Nikasema kwamba sweet, tafadhali, unajua unanitia hofu. Haya machozi yako ya nini sasa tena? George akasema, sawa mpenzi wangu, nitakwambia sababu ya mimi kupiga magoti mbele yako na kulia hivi. Nikasema, niambie na kusikiliza. George akasema, mpenzi wangu, unajua mimi ndiye mwanamume mwenye bahati zaidi duniani kwa sababu nimekupata wewe kama msaidizi wangu wa maisha. Nikasema, naelewa hilo. Sasa hiyo ndio sababu ya wewe kulia kama mtoto? George akasema, mpenzi wangu, hiyo sio sababu kuu, ila ni sehemu yake tu. Nikajisema, George anataka maisha yangu au vipi? Basi nikasema ya kwamba sawa, niambie sasa, ni kitu gani kimetokea? George akasema, mpenzi wangu, sababu kuwa mimi kulia sasa hivi ni kwa sababu sitaki nikupoteze maishani mwangu. Sitaki kuamka kwenye nyumba yangu bila wewe. Sitaki kulala bila furaha yangu pembeni yangu. George bwana. Hebu fikiria msikilizaji, eti anasema kwamba hataki kunipoteza alafu analia kana kwamba amefanya kosa kubwa sana. Basi nikasema kwamba simani sweetie, hebu naomba basuni, simama kwanza, simama. George akasema, hapana, acha nibaki hivi. Mimi nipo sawa nikiwa hivi. Sasa nikawaza nikasimama, hivi huyu kuna jambo anaficha ama? Sasa nikauliza kwamba kwani kuna jambo jingine tena ama? George akasema, tafadhali mpenzi wangu, na kuomba uniahidi kitu leo. Nikauliza, kitu gani? Akasema, tafadhali mpenzi wangu, ahidi ya kwamba hutawahi kukata tamaa juu ya upendo wangu kwako, haijalishi nini kitatokea. Alisema hivyo kisha akafuta machozi yake. Sasa nilijiuliza, maisha yangu haya jamani.
Nikajiuliza kwa nini ananiambia yote. Basi nilisema nikimuinua, nikamwambia kwamba sitawahi kukuacha sweetie. Kisha nikamwambia kwamba afu George, naomba unisikilize. Jana tu kanisani niliapa mbele za Mungu na mbele ya kila mtu aliyekuepo kwamba nitakupenda na kuheshimu mpaka kifo. Mpaka kifo kitakapotenganisha. Sasa hivi tena nashangaa narudia tena itiki hapo hicho tena mbele za Mungu na wewe kwamba ni sitawahi kukuacha wala kukata tamaa juu ya upendo wako kwangu. Hello George, mimi nakupenda. Basi. Unajua nilifanya nini aliponikumbatia? Haraka sana nikambusu. Lakini kama kawaida yake, akanikatisha na kusema kwamba mpenzi wangu tunahitaji kupumzika. Nikasema sawa. Basi, hivyo ndivyo usiku wangu wa harusi ulivyopita bila mimi kuwa na ukaribu wa kimapenzi na George. Siku zikapita zikawa miezi 3 bila kukutana kimwili na George. Naamini mtu anaweza kuhisi ni maumivu, yani anaweza kuhisi kama masiara. Lakini namna ambavyo kwa anahisi maumivu ni balaa. Na wakati huo najua kuna mtu anashangaa ni mwezaje kuvumilia kwa muda wote huo. Kila wakati napohisi hamu ya kuwa karibu kimapenzi na George anatoa visingizio. Siku moja ilikuwa Jumamosi, tukiwa bado kitandani, George akanisalimia baada ya kutoka usingizini. Akaniambia habari za asubuhi mpenzi wangu. Nikasema nzuri, vipi mamkaje mume wangu? Akasema niko poa kabisa. Nikasema haya sawa, basi leo pumzika tu nitapika mimi. Msikilizaji usije ukashangaa sana. Tangu nielewa na George kila weekend ndio alikuwa anapika. Ingawa nimejaribu kumzuia mara nyingi sana na amekuwa akikataa. Basi akaniambia huwa nikimwambiaga ananiambia kwamba mpenzi, unajua siku zote za wiki wewe ndio unayepika. Huku mimi nikienda kazini, basi niachie nikupikia weekend. Kwa hiyo na mimi nikaga namwachia. Lakini kwa nini siku hiyo nilimzuia George asinge jikoni? Kwa sababu nilikuwa na mpango wa siri wa kutimiza. Na George alikubali. Nikafanya usafi kisha nikaelekea kwenye duka la dawa la karibu. Nikachukua vidonge vya usingizi. Nilikuwa nimechoka, nimeshiwa nguvu. Mimi ni mwanamke jamani, sio gogo, damu inachemka. Niliporudi nikaandaa chai. Sasa nilipokuwa karibu kutumbukiza vidonge vile kwenye chai ya George, kitu ndani yangu kilianza kuniambia nisifanye hivyo. Nilijua ni sauti ya nafsi yangu, lakini niliamua kupuuza. Nikaviweka vidonge ndani ya chai ya George, lakini ghafla nilipokuwa sasa nikikoroga chai, kikombe kikaanguka chini na kuvunjika vipande. Nikusanya vipande vya glasi vilivyovunjika na kuvizoa nikaenda kuvitupa. Nilichukia sana. Kisha moja kwa moja nikaenda kumwamsha George. Nikamwambia George, amka. George, nimechoka, naumia na kuhitaji. Kwa nini unaninyima haki yangu kama mke wako bwana? Kwa nini George, mimi naumia? George akabado yupo kimya tu. Nikamuuliza kwamba hivi kweli hujawahi kuhisi hata mara moja kunihitaji mimi? Mimi si mke wako George. Au mimi sio mzuri vya kutosha? George akasema, Roda mpenzi wangu, samahani sana na najua umevumilia sana. Basi alivungeva kanishika mkono na akaanza kulia. Nikamuuliza George, kwani kuna shida gani? George akasema, Roda tafadhali naomba unisamehe. Leo acha nikwambie jambo ambalo nilishindwa kukuambia siku ile nilipotoka hospitali. Akasema, Mungu wangu, kuna nini John? George, kwa nini hukuniambia tangu siku ile? George akasema kwamba nitaka kuambia chanzo cha matatizo yangu, lakini nilishindwa kufungua mdomo wangu. Lakini naumia ndani ya moyo wangu. Nikasema, George, okay, niambie sasa, ni kwa nini unaninyima haki yangu? George akasema, samahani Roda, mimi sio mwanaume kamili. Nikasema, nini unamaanisha nini kwa kusema hivyo? Akasema, sijui jinsi ya kuelezea, lakini ukweli ni kwamba siwezi kukufanya ujisikie kama mwanamke kamili. Nikasema, George, unamaanisha ni wewe ni nani sasa ni? George akasema, sina kile kinachomfanya mwanaume awe mwanaume. Sina uwezo ndani ya suruali yangu. Nilihisi ganzi. Nimeolewa na mwanaume asiyeweza kunifanya nijisikie kama mke. Basi George akasema kwamba Roda tafadhali usiniache. Wewe ndio msaada wangu pekee. Uliniahidi hautaniacha, tafadhali usivunje ahadi hiyo. George alisema na kupiga magoti. Hasira ilianza kunijaa. Kwa mara ya kwanza nilimkasirikia George. Nilimuuliza kwa siri ya kwamba kwa nini ulinificha siri kubwa hivi George? George kinyonge akajibu kwamba nilihofia kukupoteza. Nikasema, sikutegemea ile ese. George akasema, nisamehe mke wangu. Nikasema, George, naomba uniache kwanza miguu yangu, naomba uniache. George akasema, my love, tafadhali usiniache. Tafadhali Roda. Wazo la kuondoka kwangu liwe chaguo la mwisho kabisa kilini mwako. Tafadhali naomba. George alisema huku akilia kwa sauti. Nikasema, sawa nimekusikia. Sasa naomba uniache basi kabla sijafanya jambo la ajabu hapa sasa hivi. George aliachia miguu yangu na kusema kwamba mpenzi wangu, sijawahi kukuona kwenye hali hii tangu tulipoanza maisha pamoja. Naomba unisamehe Roda.
George alisema huko kibujiko na machozi. Sikumjibu kitu. Niliamua kuondoka mbele yake. Nijikokota hadi sebuleni, nikakaa na kuanza kulia. Machozi hayakukoma. Niliamua kulia tu ili kutoa mzigo moyoni. Fikra nyingi zilikuwa zinanizunguka kichwani. Ndio maana kila mara alikuwa anakataa tusioge pamoja. Ndio maana alipendelea kuoga mapema asubuhi akiwa peke yake. Oh Mungu wangu, kwa nini? Wewe ndio ulijua yote. Bado ukamchagua yeye kwa ajili yangu. Basi nililalamika kwa uchungu, sikujua hata usingizi ulinipitiaje pale kwenye kochi. Nilishtuka baadaye, nilisimama, nikaenda hadi chumbani alipo George. Nilipofika sikutegemea macho yangu. George bado yupo pale pale nilipomwacha. Alikuwa amelala sakafuni akilia kwa uchungu. Moyo wangu uliuma. Nikasema tafadhali George, amka afu ache kulia. George akasema naomba unisamehe tafadhali. Basi nikasema okay, nimesamehe, nenda ukaoge. Baada ya muda bwana George akatoka bafuni akaja kitandani kimya kimya. Kisha nikamuuliza kwamba tafadhali naomba niambie tu kitu baba, ulizaliwa hivi au ulishapata ajali? George akasema nilizaliwa mzima kabisa. Na hapo kabla nilikuwa na mke na tulibahatika kupata mtoto mmoja, ila tuliachana. Ila hii hali ilinikuta baadaye. Nilishatumia dawa nyingi ila hakuna tumaini. Sikujua hata niseme nini msikilizaji. Nilimkumbatia George akanong'ona sikioni mwangu wakati tumekumbatiana, akasema kwamba my love tafadhali naomba unisamehe. Nina njaa sana. Naomba kapike. Nikasema sawa, ngoja nikupikie kitu. Nilisema tu kwa pole. Basi nikajikokota kwenda jikoni, nikapika haraka, nikamletea kwenye tray. George alikula kwa pupa kana kwamba hajala siku 3. Nikiwa nimezama mawazoni, nikasikia akiniuliza kwamba mpenzi, tutawezaje kushughulikia hili tatizo? Sasa mimi kwa siri nikamuuliza kwamba kwa hiyo sasa ndio unajua kuna tatizo, si ndio? Lakini badala ya kuwa serious, George akasema kwamba my love, katika kila jambo unalopitia usisahau kula. Nilitabasamu kidogo tu, lakini moyoni nilikuwa nimeumia sana. Nikasema okay, usijali George, Mungu yupo. Basi usiku mzima usingizi haukuja. Nilikuwa nikijiuliza kwamba au labda ananipima ama ni jaribio la upendo wangu kwake. Nilijua kabisa hii ndoa yangu isingekuwa rahisi tena. Sasa nilimwangalia George, moyo wangu ulijaa mchanganyiko wa hasira, huzuni pamoja na huruma. George alikuwa sehemu ya maisha yangu, lakini pia alininyima kitu muhimu sana ambacho nilihitaji kama mke. Asubuhi ilipofika, George aliniambia kwamba Roda mke wangu, asante kwa kutokuniacha jana, wewe ni nguvu yangu pekee. Nikasema George, mimi siwezi kuacha, ila lazima tupambane na hili tatizo kwa pamoja. Sitaki uishi ukiwa umejificha tu nyuma ya machozi yako. Basi bwana, siku zikapita, nijitahidi kumfariji George, lakini usiku kila nikilala, yani usingizi ni kama haunipati hivi. Nilihisi upweke mwingi sana ndani ya ndoa yangu. Na George naye mara nyingine alikuwa kama hajali kabisa. Usiku mmoja nilipokuwa nimelala, nijikuta nikijiuliza tena ya kwamba au labda kweli George ananipima. Hii yote ni jaribio la kuona kama mapenzi yangu kwake ni ya dhati au ni ya tamaa tu. Sasa siku moja niliamua kuchukua hatua. Nilimwambia George kwamba George, hatuwezi kuendelea hivi. Ni lazima tuende hospitali tupime. Labda ni ugonjwa wa kawaida tu unaotibika. George akasema hapana. Alafu unataka kweli tukapime? Nikajibu ndio, lazima tujue ukweli. Mimi siwezi kuendelea kuishi gizani bwana. George akasema nimeshapima kila kitu na nimeshatumia dawa nyingi, labda kama unataka ukajihakikishie tu. Lakini tutaenda mama. Nikasema sawa. Basi kwa Jumamosi tulienda hospitali, daktari alitupokea, akasikiliza maelekezo yetu yote, vipimo vilifanyika pale, tukapata majibu. Daktari alisema kwamba kwa vipimo vyote tulivyofanya, George hana tatizo lolote la kiafya, mfumo wake wote uko sawa kabisa kiafya na kiafya ni mzima. Kwa hiyo hakuna maelezo ya kisayansi kwa nini anapitia hali. Moyoni nilihisi kitu cha ajabu. Huu haukuwa ugonjwa wa kawaida. Nikasema ngoja nitapambana kujua ukweli. Maana kwa majibu ya hospitali moyo wangu haukutulia. Nilihisi kuna kitu kimefichwa. Kitu kisichokuwa cha kawaida. Nilihitaji mtu wa kunielekeza. Ndipo nilimkumbuka besti yangu aliyekuwa naishi naye. Nikamuelezea kila kitu. Ikabidi nimuombe ruhusa mume wangu kwamba nahitaji kwenda kijijini nikawasalimia wazazi na mdogo wangu Grady. Lakini sikwenda huko bali nilienda kwa besti. Asa besti alisikitika sana, akaniambia kwamba Roda, tatizo la George sio la kawaida. Kuna mganga mmoja hapa jirani, nataka nikupeleke kwake, labda atafichua zaidi. Nilishtuka, nikawa na hofu, lakini kwa jinsi nilivyokuwa nimechoka na kuumia nilikubali. Nilipofika huko kwa mganga nilitarajia kumuona mtu mzima, lakini nilishtuka kumkuta binti mdogo sana, si zaidi ya miaka hata 12. Aliniangalia sana, akasema kabla hata nisijafungua mdomo, akasema kwamba George mume wako amefungwa.
Nguvu zake zote zimefungwa na mwanamke mmoja aliyeapa kwamba hutojua furaha ya ndoa tena. Mwanamke huyu alikuwa mkewe, lakini kufunguliwa kwake kunahitaji yeye mwenyewe mmeo aje hapa. Wewe peke yako huwezi kuvunja kifungo hicho. Nilipojua ukweli sasa nikabaki na maswali. Je, nitawezaje kumuelezea ukweli huu? Atanikubalia ama ataniona sina akili? Ataamini kweli kwamba mke wake wa zamani alimroga? Na nitamshawishi vipi aende kwa mganga akiwa ni mtu msomi? So siku 2 zilipita nikarudi kwangu nikiwa na siri nzito moyoni. Nilimwangalia George kila mara nikihisi uchungu zaidi. Moyo wangu ulijaa huruma. Nilijua kabisa kinachomsumbua, lakini nilihofia jinsi atakavyoniona nikimueleza ukweli huu. Sasa siku ya 3 nilipata ujasiri. Tulipokuwa tumelala kitandani nikamgeukia nikamwambia kwamba George, kuna jambo nataka nikwambie. Akasema niambie mke wangu. Akasema George, tatizo lako sio la hospitali. Kuna mtu amenifichulia kuwa nguvu zako zimefungwa na chanzo chake ni mke wako wa zamani. George akasema Roda, usiniambie umeanza kuamini mambo ya kishirikina. Hivi kweli mwanamke anaweza kunifunga mimi? Au ni mambo ya Uswahili nini kabisa bana? Mimi siwezi kuamini huo upuzi. Nikasema sawa mume wangu, kama unataka kuamini sawa, lakini tafadhali kumbuka maneno haya. Basi wiki zikapita. Mwezi mzima ukakatika. George alikuwa amepuuzia nilichomwambia, lakini mara kadhaa nilimkuta amekaa kimya chumbani, machozi yakimtoka kimya. Siku moja niliita sebuleni akasema kwamba unajua nimekuwa nikifikiria sana. Unajua kuna kitu uliniambia siku ile. Sasa nimeanza kuona huenda ni kweli. Wakati nachana na mke wangu wa kwanza, yule mwanamke alinitamkia moja kwa moja kwamba ukiniacha mimi hautaonja mwanamke mwingine milele. Kwa hiyo nidhani ni maneno ya hasira tu, kumbe labda alienda mbali zaidi. Nikasema George, tuchukue hatua basi, tusiendelee kuumia tu. George akasema nipo tayari mke wangu. Nipeleke huko unapojua kwamba tiba inapatikana. Na fahamu tu ya kwamba hatukufunga ndoa, ila niliishi naye tu miaka kadhaa na tukapata mtoto mmoja, ila tulishindana. Nikasema sawa. Maana kunijibu kwake hivyo nilimuulizaga kwamba kwa nini uliwahi kuoa? Ndio leo ameona ngoja afunguke. Basi hatimaye George alikubali. Tulipanga siku, tukajiandaa kwenda kwa yule mtaalamu. Tukawa tumefika. Basi yule mtaalamu akasema kwamba hatimaye imekuja watu wawili. Safari yenu ya ukombozi inaanza leo. Bwana George, tatizo lako limefungwa kwa agano la maneno. Mwanamke uliyemwacha amekufanyia michezo ya nguvu za giza. Kila mara unapojaribu kumkaribia mke wako, agano hilo linakumbushwa. Ndio maana hata hospitali haikuona tatizo. Hili sio tatizo la mwili, ni tatizo la roho. Sasa kuuliza kwamba kumbe kweli. Akasema ndio, ila tiba yake ipo. Leo tutaanza safari ya kukutoa kwenye kifungo hicho. Basi akampa pale dawa anywe. Dakika chache baadaye George alianza kulia kana kwamba anatolewa mzigo mzito ambao ulikuwa ndani yake. Mtaalamu akasema kwamba hii ni hatua ya kwanza tu, ila mtarudi tena mara 3 kila baada ya siku 7 mpaka kifungo, yani vifungo vyote vitoke. Uvumilivu wenu ndio utakaowaponya. Basi tulipotoka pale George alikuwa kimya tu. Tulipanda pikipiki kurudi hoteli, ni ambapo tu tulikuwa tumefikia. Moyoni mwangu nilihisi tumaini jipya, lakini pia hofu kubwa. Je, kweli ataweza kupona kabisa? Nilimwambia George ya kwamba tena mdomo macho yake alikuwa mekundu kwa kulia. Nikamwambia kwamba mpenzi, naomba utulie. Akanijibu, aisee, kwa mara ya kwanza nihisi kama kuna kitu kimetoka moyoni mwangu, labda safari hii itakuwa na mwisho wenye furaha. Nikasema usijali mume wangu, utapona, wewe tulia. Basi tulikaa siku 7, tukarudi mara ya pili. Tuliporudi mtaalamu alituambia kwamba George lazima aoge dawa maalum. Alitayarisha beseni kubwa lenye maji yenye dawa za kienyeji, akampa George aoge. Tukakaa siku 7 zingine, tukarudi mara ya 3. Tuliporudi tena mtaalamu aliandaa dawa nyingine ya kunywa na kupakwa. Wiki moja ikapita, George akawa tofauti kabisa. Tabasamu lake likarudi. Mimi moyoni nilikuwa nasubiri tu kuona je, kweli amepona? Usiku mmoja nilipokuwa sasa nimejilaza kitandani na sinzia, nilihisi mkono wa George ukinigusa kiunoni. Alinong'oneza akasema, "Hey mama, leo nataka nikupatie haki yako." Sasa kabla sijasema chochote, alinivuta karibu bwana, akanibusu shingoni. Kilichoendelea hapo wakubwa mnaelewa. Dozi aliyotoa usiku ule ilikuwa ni nzito kuliko nilivyotarajia. Nikakumbuka ule upweke wa miezi yote, sasa umeisha. Kuanzia usiku ule maisha yangu na George yalibadilika kabisa. Asubuhi tulipoamka alinitazama sana. Akasema kwamba my queen, asante kwa kunivumilia kwenye giza lote. Leo naahidi hakuna uchawi, hakuna giza, hakuna mtu atakayetutenganisha tena. Basi nijikuta nikitokwa na machozi ya furaha.
George alinikumbatia na kuniambia kuwa familia yetu inaanza upya. Basi bwana, wiki zikapita, tukaanza kushuhudia baraka tele. Safari yangu kama single mama ilikuwa ya majaribu makali, lakini mwisho wake ulikuwa mzuri. Nilishinda kwa kusimama imara. Kwa sasa watoto wangu wanasoma vizuri tu. Mimi mwenyewe naishi vizuri na ndoa yangu, nasaidia familia yangu, yani baba yangu na mama yangu wa kambo. Na mdogo wangu japo yeye alikuwa ananidharau hapo mwanzoni, lakini kutokana na kutokuwa na mbele wala nyuma, ndio maana alikuwa ananidharau, nilimuelewa. Pia namshukuru sana besti yangu, maana alisimama na mimi katika kila hali. Marafiki kama yeye ni baraka sana katika maisha yangu. Kwa hiyo nadhani hapo ndo nimefika mwisho mwa hii simulizi. Nikutakia usikivu mwema wa simulizi zingine zitakazo endelea hapa Lumbasi Simulizi. Bye bye.